Na mtumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako. Jina langu ni Daniel Anton Lingwentu, rubani wako wa uinjilishaji, na leo nimetua hapa katika nyumba ya malezi ya Mtakatifu Yosefu. Hapa ni Kijichi, jimbo kuu la Dar es Salaam. Katika kitalu hiki ndipo ambapo pale hamu na matamanio inapozidi kuwa kubwa ya kutamani ule wito wa upadri, hapa ndipo ambapo basi malezi huanzia. Na niko naye leo yule ambaye alikaa pia naye katika nyumba ya malezi, lakini pia katika nyumba ya kuchochea hii miito kule Kiparapara seminari kuu, ambayo ina muda mrefu seminari baba. Takriban miaka 100 kamili. Kwa ni muda mrefu sana. Na ninawakaribisha basi watazamaji wetu katika kipindi chetu cha Wito Wangu. Na leo niko naye Mhashamu Askofu mteule msaidizi katika jimbo kuu la Tabora, Padri Josephat Jackson Bududu. Baba, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante. Nashukuru. Karibu, nikukaribisha tufungulie kipindi kwa sala kwa. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba mwema, tunakushukuru kwa wema wako mkuu. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Na tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, majadiliano haya na ushirikishwaji huu wa maisha, ili tuzidi kukua katika maisha hayo na tuyaishi vema kwa kadiri ya mpango wako na kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante. Asante sana baba, nashukuru. Na watazamaji wetu pamoja nami, Ndiyo, nina shauku kubwa sana. Yaani nina shauku kumfahamu huyu Padri Josephat Bududu ni nani. Maana wengine tulipigwa na wanasema ni tulipigwa kama na bumbuazi. Ndiyo. Tukataharuki, yani ghafla tunasikia tu Baba Mtakatifu amemteua Padri Josephat Bududu kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Tabora. Ndiyo. Pale ndipo ambapo wengine tukaanza kusema huyu Bududu ni nani? Sawa. Huyu Josephat ni nani? Ndiyo. Sasa leo pengine utuambie, tujue kutoka katika shina na mizizi tangu kuzaliwa, Ndiyo, maisha alipoendelea pale nyumbani kama mtoto wa kawaida. Ndiyo. Lakini hata baadaye Ndiyo. hatua zilipoanza sasa za kunyemelea huo wito. Ndiyo. Karibu. Asante. Basi nashukuru. Nimefurahi umeanza na hiyo kwamba taarifa hizi mlizopata zilipowafikia walio wengi kulikuwa na bumbuazi. Na mimi niseme jina jingine la bumbuazi, butwa. Na mimi nilishikwa na butwa. Nilishikwa na butwa. Lakini basi labda haya tutaeleza mengi baadaye. Nilishangaa mimi pia, lakini basi tutaeleza kwa kadiri ya nafasi na wakati utakavyoturuhusu. Nianze na hilo ambalo umeniuliza, swala la msingi. Ndio. Mimi ni nani? Jina ni hilo, Josephat Jackson Bududu. Ni mzaliwa wa parokia Mtakatifu Antoni wa Padua, Kaliua, wilaya ya Kaliua, katika mkoa wa Tabora na jimbo kuu Katoliki Tabora. Nilizaliwa nilizaliwa tarehe 26 mwezi Machi mwaka 1977. Na wazazi wangu, baba Jackson Ndihagati na mama Koleta Luhanga. Baba akiwa ni mfanyabiashara, mama akiwa ni mama wa nyumbani, na ningeweza kusema mama wa kikulima au mama mkulima. Maana tumeshiriki sana shughuli za kilimo tukiwa pamoja naye sehemu kubwa. Na mara moja baba anapokuja nyumbani kutoka katika biashara zake, basi tumeshiriki na hizo shughuli pia za kilimo. Kwa hiyo hiyo ndio asili ya familia yangu. Na katika familia ni watoto wangapi mmezaliwa? Sisi tuko jumla ya watoto 13. Lakini kwa mama wawili. Ndio. Aha. Kwa mama wawili kwa maana ya kwamba baba alifunga ndoa na mama wa kwanza, ambaye kwa jina ndio huyo Koleta Luhanga, ambaye ndio mama yangu mzazi. Ndio. Nimalize tu na habari za mama huyo wa kwanza, ambaye kwake tulitoka watoto 7. Katika hawa watoto 7 basi wako wa kiume 4 na wa kike 3. Lakini jumla katika orodha hiyo mimi ni mtoto wa 5 katika hao
watoto 7. Lakini ninaposema watano ni watano jumla kwa kuzaliwa, mtu kuzaliwa. Lakini kuna mmoja aliyefariki hapo mwanzoni ambaye alikuwa ni watoto kuzaliwa. Kwa hiyo mimi ningeweza kuwa 4. Lakini mimi kwa kwenye orodha mimi ni 5. Ni 5 kwenye orodha, lakini huyu 5 tunahesabu na aliyefariki. Vinginevyo katika hao 7 maana yake kuna 3 huko mbele walio hai na 3 huko nyuma walio hai wa mama wa kwanza, mimi niko katikati. Lakini katika orodha mimi ni mtoto wa 5. Kwa hiyo tukiwa watoto 7 wa mama wa kwanza, basi baadaye mwaka 1990 mama yetu mpendwa alifariki na alikuwa na shida ya kansa ya mfuko wa kizazi, alifariki. Basi tukawa na mama mwingine, mama wa pili ambaye alianza kuishi na baba, alikuwa anaitwa Bi Ana Spiliano. Na kwake huyu mama tuna wadogo 6, wa kike 3 na wa kiume 3. Kwa hiyo jumla tunakuwa 13. 7 wa mama wa kwanza, 6 wa mama wa pili. Kwa mama wa kwanza wa kiume wa 4, wa kike 3. Kwa mama wa pili wa kiume 3, wa kiume 3. Kwa hiyo jumla katika watoto 13 basi unapata 7 wa kiume, 6 wa kike, lakini tuko jumla watoto 13. Katika idadi ya watoto hao familia ina malezi. Na wazazi huwa wanakuwa ni sehemu ya kuchochea malezi kwa watoto katika kuwajenga. Pengine wewe unaweza kutuambia nini kutokana na malezi ambao wazazi walikuwa wakiwapatia, tukiangalia nyanja zote, yani nyanja ya kiimani, lakini pia nyanja ya elimu, na pia nyanja ya kijamii, malezi unapokuwa nyumbani. Ndio. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo zuri. Niseme mambo kadhaa kati ya mengi yanayonigusa kabisa moja kwa moja. La kwanza katika malezi ya kielimu, malezi ya kiimani kwanza nianze. Nakiri wazi kwamba wazazi wangu wote wawili walikuwa ni watu wenye imani. Tena imani thabiti. Niliweza kuona baba katika safari zake aliporudi nyumbani jinsi alivyosisitiza mambo ya imani. Kwa mafundisho, kwa kueleza, kwa kujibu maswali tuliyouliza, kwa kujaribu kutuongoza na kutuasa kuishi maadili mema ya kiimani. Kwa hiyo hilo naliona wazi kwamba walikuwa ni wazazi wenye imani. Lakini pia kuna kesi mbalimbali ambazo zimetokea. Nianze kwa baba lakini pia nitakuja kwa mama. Kwa baba, dada yangu wa pili kuzaliwa katika familia aliwahi kupata mchumba Muislamu. Na yule mchumba alitaka baba abadili dini. Samahani, sio baba, dada ili aolewe naye. Basi jioni tulifanya kikao. Baba alitisha kikao na akamtamkia wazi mbele yetu hadharani. Akasema umepata mchumba wa dhehebu jingine. Ziko taratibu za kanisa. Kama sio yeye kufuata kwa Mkatoliki, basi walau kuna taratibu wa ndoa mseto. Sasa wewe unayetaka kwenda huko kwa jinsi ninavyoifahamu imani ya kanisa Katoliki. Ndio. Basi mimi ninachoweza kusema ni kitu kimoja. Wewe sasa ni mtu mzima, uko huru. Unaweza kumfuata yule ndugu yako, lakini mimi sitapokea mahali yako wala sitashiriki hiyo harusi yako wala mtoto wangu yoyote kati ya hawa. Kwa hiyo ile lugha ilikuwa ni kali sana, inaonyesha msimamo wa kiimani yake. Kwanza hata ile lugha watoto wangu. Yaani kwa maana wewe unapokwenda hivi tayari umejiondoa kwenye orodha ya watoto wake. Na kwamba hawa ambao ni watoto wangu ambao wanaendelea kufuata nayo waagiza na wananisikiliza mimi, hawatashiriki. Kwa hiyo dada baadaye hakuridhia jambo lile. Kwa hiyo ni kwa upande wa baba, kwa kifupi, kati ya mengi ambayo naweza kazi. Lakini ya pili kwa upande wa mama. Ndio. Mama alikuwa anatufundisha namna ya kusali kabla ya kula. Alikuwa utaona yanapotolewa matangazo jumuiani au kanisani, labda usafi, ilikuwa kwa mfano siku za kupalilia maeneo ya kanisa au makaburini. Anasema kila mtoto kamata jembe, wote nyumba nzima tunaenda kufanya usafi. Kwa hiyo nilianza kuona ile imani ambayo naitafsiri katika uwajibikaji. Lakini kitu kingine niliona kile Jumapili mama alikuwa anaamka mapema kuliko sisi. Anasafisha uwanja, anaweka maji, anachemsha, baadaye kama kada anatuandaa. Basi sasa kipindi ambacho mimi nimeanza kupata akili, mimi na kakaangu ambaye tunafuatana naye, ambaye naye alisoma seminari baadaye, alisoma seminari ya Ukapuchini, lakini basi baadaye
yeye naye ni baba familia, kupenda kuendelea. Basi kwa hiyo ndio nimepata akili katika umri huo. Sasa naona niko umri unaendana na kaka yangu, na tulikuwa kama tunaongea kama tumapacha. Basi kwa hiyo alikuwa anatushika mkono hivi, tunaenda kanisani kila Jumapili. Kwa hiyo haya kati ya mengi naweza nikasema tumeelewa katika misingi ya imani. Lakini kielimu niliweza kuona baba yangu katika mazungumzo hakusoma sana. Yeye anasema alisha darasa la 2. Lakini unajua elimu ya zamani, wale watu walisoma darasa la zamani mpaka la 8, alikuwa anajua kukotoa hesabu vizuri, anaandika na anaweza kujisimamia kueleza kitu kikaeleweka. Mama yeye amejifunza, amejua kusoma na kuandika. Sisi tukiwa watoto wadogo tulikuwa tunaendelea kwenye kisomo cha watu wazima. Tena mimi nakumbuka kipindi hicho ndio ilikuwa umri wangu mimi nikiwa mdogo, labda nilikuwa mtoto wa mgongoni au nashikwa hivi. Ananipeleka, ananiacha hapo nacheza na watoto wenzangu, yeye wanaenda pale kwa balozi wa nyumba 10 wanafundishwa kusoma na kuandika. Mpaka akajua kusoma na kuandika. Kwa hiyo wazazi wangu walikuwa sio watu wenye elimu ya pekee, lakini walipata elimu ya msingi kulingana na mazingira hayo yaliokuwa. Baba darasa la 2 na mama alijifunza kusoma na kuandika. Maana yake mama atakuwa kwenda shule kabisa kutafsiri nayo. Lakini walipenda sana elimu. Baba alikuwa akirudi nyumbani anatuhoji, anataka kujua maendeleo yetu ya elimu. Basi kwa kifupi ndivyo, na alitamani sana tusome. Basi mimi nilifanikiwa kwenda kusoma seminari. Kakaangu ninayemfuata pia alienda seminari, lakini hata kaka zetu wale ndugu zetu wale wakubwa wa kwanza na wa pili, unaona kwa sababu alikuwa anafanya biashara kipindi hicho kidogo, hali haikuwa mbaya sana. Na kipindi hicho uchujaji wa wanafunzi kwenda shule ya sekondari ulikuwa ni mkubwa sana. Basi kwa hiyo ndugu zetu hawakufanikiwa, lakini nakumbuka kipindi hicho alipokuwa anapambana kuwasaidia waende kusoma shule za kulipia. Lakini basi hata mwamko wa elimu kipindi hicho haukuwa mkubwa sana. Kuna wengine hawakuona umuhimu. Basi kwa hiyo wa kwanza mpaka ni hawa wawili wa kwanza, maana watatu ndio alifariki katika hao wakubwa. Basi waliishia darasa la 7 kufanikiwa kwenda mbali. Kumbe kwanza kaka yangu nayemfuata na mimi na kushuka chini ndio tumepata fursa ya kufikia hatua za juu zaidi za masomo. Kwa hiyo kielimu. Lakini basi kwa malezi ya ujumla, hata kijamii niliona wazazi waliishi wakiwa na mahusiano mazuri na watu. Baba alikuwa na marafiki na wafanyabiashara wenzake, lakini hata watumishi wa serikali, na mama pia alikuwa na marafiki majirani zetu, na hata vyama vya kitume. Vyama vya kitume alikuwa na marafiki, na hawa watu walikuwa wakija nyumbani alikuwa sema, wewe umemsalimia mama yako. Yaani alitufundisha kuwaona wale pia ni mama zetu kama yeye alivyo. Na alikuwa mjanja sana. Kama mama anamzidi umri anasema, mama msalimie mama yako mkubwa. Msalimie mama yako. Kama ni mama wa kawaida anamzidi anasema msalimie tu mama yako. Au mara chache anasema mama yako mdogo. Lakini anasema msalimie mama yako. Kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo kwa kifupi mimi naweza kusema basi tumekuwa katika mazingira ambayo tumeandaliwa katika malezi mfungamano kutoka kwa wazazi wote wawili. Na hata kama kwa namna moja au nyingine kuna ukengeufu, basi ni kwamba tumeshindwa kutumia vizuri ule msingi uliopewa, tumeshindwa kujiendeleza. Familia kama upo kama yapo. Familia inakupa malezi ambao ukinisimulia naona kikweli kulikuwa na haki ya wewe pia kupita njia hiyo. Kutokana na misimamo ulionielezea ya wazazi kiimani, lakini hawakuacha pia kielimu. Je, matamanio yao ya kuwa padri wewe uliyapata wapi? Yaani kwamba ukajisikia hamu ya wito. Tunafahamu, tumeshaongea sana kwamba wito ni sauti ya Mungu iliyokuwa ndani yetu. Sasa hiyo hamu wewe inakuja kutoka wapi? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi la kwanza kabisa ambao naona ni mazingira. Nimezaliwa mazingira ya karibu kabisa na parokia. Ni kama umbali wa siwezi kusema kilomita kitaalamu, lakini dakika 3 mpaka 5 kwa mguu kwa wakati huo. Sababu sasa hivi parokia niliozaliwa wameweka senyenge. Kabla yake palikuwa pa wazi. Walikuwa wanatumia dakika 3. Kengele inapogonga unaiona ile inaigonga kengele. Kwa hiyo nimezaliwa katika ukaribu huo. Lakini kingine ni kwamba tulikuwa tunachezea maeneo haya ya parokia. Pale nyumbani tulipokuwa tunaishi na pale katika maeneo ya parokia kulikuwa na nyumba za misheni. Na ambazo watu walikuwa wanapangishwa. Kwa hiyo kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa ni askari mkuu wa kituo, polisi,
ambayo sisi tumezoea kuita Central. Zamani tofautisha inaitwa Central, inaitwa Lelwe. Hata leo sijui kwa nini ilikuwa inaitwa Central, lakini basi yeye alikuwa mkuu wa kituo cha polisi. Basi familia yake ilikuwa inaishi pale kwenye nyumba za misheni. Kwa hiyo tulikuwa tunacheza na wale watoto wake. Walikuwa umri wetu wa kiume, wale wa umri wetu. Tulikuwa tunacheza pale kwao au tunakuja maeneo ya nyumbani. Tunaenda tunawinda au tunakuja maeneo pale nyumbani, pale kwao ambao ni karibu, ni maeneo ya misheni, maeneo yale maeneo ya kanisani, karibu na ukumbi wa misheni, karibu na nyumba kwao. Tunacheza tenisi. Lakini vile vile tulikuwa mara nyingi katika ratiba yetu tulikuwa tunacheza tenisi, yani mpira, na pengine tulikuwa tunaigiza kufanya misa. Kwa nini tulikuwa tunaigiza? Ni matendo ambayo, shughuli ambayo tulikuwa tunaiona mara nyingi inafanyika. Maana tukiwa tunacheza maeneo hapo, ingawa kengele labda ni baraka au sijui ni msiba umetokea, kuna mazishi, tunaenda tunashiriki misa na jasho linatufumuka, tunashiriki. Kwa hiyo tuliwaona mapadi walivyokuwa wanavaa. Nadhani kwa sababu Mungu anatumia mazingira anayotukuta nayo, mazingira ya kawaida. Ndiyo. Kwa hiyo nilitamani kuwaona mapadi wanavyovaa mavazi ya misa. Lakini kana kwamba haitoshi. Vile vile walikuwa wanapopita kwenda kutembelea familia, sehemu kubwa ilikuwa njia wanayopitia inapita pale karibu na nyumbani. Kwa hiyo tukisikia hata pikipiki tu, tunaanza kusikia mlio wa pikipiki. Na katika zilikuwa ni hizi 110 padri yule. Tunasogea. Padri anakuja. Na kipindi kile ulikuwa ukiona pikipiki ni bwana shamba, ni ya padri. Ni ya padri. Lazima ujue hivyo. Miaka ya 81 na kuendelea 86 7 hapo. Ilikuwa hivyo. Na sisi tumecheza hasa katika miaka hiyo 84 85. Basi tunaenda, tunasimamisha. Basi unamuomba lift, anakupandisha. Unaenda naye kwenye familia anayotaka kutembelea. Basi ukifika pale unabaki pale nje unacheza, anaingia anaongea nao. Anaporudi basi anakupakiza, unarudi, wanakushusha maeneo karibu na nyumbani. Kwa hiyo mazingira haya mimi nayaona kama ndio chanzo cha wito. Kuwaona mapadri, kuona wanavovaa kanzu zao, kuona wanavoongoza ibada, kuona wanavotembelea familia na kuwa karibu nao. Na hata baadaye pia nilikuwa mtumikizi na tulikuwa tunaenda vigangoni pamoja. Mazingira haya mimi nayaona ndio chanzo cha wito wangu. Nilivutwa na nilitamani. Japo sio wito pekee. Ndio. Mimi nilitamani kuwa padri. Na nimesema tulikuwa tunafanya haya mazoezi ya kipadri. Tunaigiza na wale watoto wenzangu. Ndio na wale. Na kaka yangu na wale watoto wa askari walikuwa wawili. Huyo askari alikuwa anaitwa Pantaleo. Lakini hivi alikuwa na jina la utani, alikuwa anamuita mchumia tumbo. Basi kwa sababu lilifahamika hata watoto wake na familia yake hawezi kunilaumu saizi kwa sababu alikuwa na jina la utani na wao walifahamu. Alikuwa na tumbo kubwa. Alikuwa mnene pia, alikuwa na tumbo kubwa. Kwa hiyo alikuwa anamuita Pantaleo au jina maarufu la utani mchumia tumbo. Kwa hiyo tulikuwa tunaigiza nao, tunafanya misa. Tunafanya misa. Niko katika hicho kipengele cha kutamani kuwa padri. Ndio. Tunafanya misa. Basi sasa tulikuwa tunafanya misa. Ilikuwa katika hayo maagizo tulikuwa tunachukua majani ya mpapai kama ubani, chetezo ya udongo, tunatengeneza chetezo. Basi tunapofanya hizo zamu, kila mmoja lazima achukue nafasi ya kuwa padri, alafu wengine watumikizi. Kila mmoja pia lazima achukue nafasi ya kuwa chetezo. Katika sisi watoto 4 wa kiume tulikuwa tunafanya maigizo. Kwa hiyo ungeweza kufikiri zilikuwa karibu hizo misa 4 au 6 au ngapi. Yaani lazima kila mmoja awe padri, kila mmoja ashike chetezo, ndio zoezi linaisha. Mko na misa zaidi ya parokia. Kabisa. Misa zaidi ya misa zinazopatikana katika parokia kwa siku. Nadhani hata Jumapili. Misa 4 6, unaona? Kitu namna. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Ungeweza unaona karibu ni misa 8. Maana kama tuko 4, kila mmoja lazima awe padri, kila mmoja lazima ashike chetezo. Mara mbili. Mimi nilitamani kuwa hakimu. Na nikiwa mdogo siku hizo za mahakama nilikuwa naenda mahakamani. Mahakama ilikuwa baraza kama ili mtindo wake. Kwa hiyo nasikiliza kesi. Sasa mimi nilikuwa mfupi. Unasimama kule kama hii ni mahakama. Naweka mikono hivi, najinyenyua, naanza kusikiliza kesi inavyoendelea. Nikichoka, nikiweka mikono hapo, si ni mfupi, najishusha, nasikiliza tena. Baadaye tena najipandisha. Nitamani sana kuwa hakimu. Ulijuaje yani masuala yani mpaka ukajua kwamba mahakamani ni kule na kule ndipo kesi zinasomwa. Kwa sasa wewe ukataka kwenda kusikiliza, yani ulifanikiwaje yani kujua hicho? Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Kutoka nyumbani kuja huku maeneo huko mahakama, kuna kaumbali, inaweza kuwa hata kilomita 4. Kuna kaumbali kutoka nyumbani nilipokuwa naishi, ila parokia ndio iko karibu. Ila kama nilivyosema, baba alikuwa mfanya biashara. Ndio. Alikuwa anafanya biashara sehemu nyingine, anafanyia Manyoni, Singida, anaenda Mwanza, anaenda Dar es Salaam, lakini kuna kipindi pia alikuwa angeweza kufanya shughuli zake pale.
lakini pia kuna kipindi tulikuwa tunaenda naye sokoni kuhemea. Kumbe sasa muundo wa eneo letu hilo la Kaliwa wakati huo ilikuwa ni tarafa, ni kama mstari mnyofu. Baadhi ya taasisi za muhimu kama ziko mstari mnyofu. Ukianza hapa kuna soko, unakuja hapa kuna mahakama, hapa kuna kituo cha polisi, alafu kule mbele, yani kwenye barabara hiyo kuna shule ya msingi niliyosomea. Alafu upande wa pili ndio kuna station, kituo cha Lelwe, ambacho kulikuwa kuna huduma za Lelwe, lakini pia kulikuwa na kituo cha polisi wa Lelwe. Kwa hiyo kulikuwa na kituo cha Lelwe. Wale wanaofanya fujo wakikamatwa, wamefanya ujambazi au vurugu pale Lelwe, walikuwa na kituo chao. Alafu na cha Central. Yaani ni kama vimepeana mgongo. Kumbe kwenye huo mstari mmoja. Kwa hiyo nilikuwa najua hii ndio mahakama. Na siku za mahakama watu wengi walikuwa wanajaa nje wanasikiliza. Sasa na mimi nilikuwa kati ya watu ambao walikuwa wanapenda kusikiliza kesi zinaendelea. Kwa hiyo nilipenda sana kuwa hakimu. Niona jinsi hakimu anapoongoza zile kesi, nilipenda sana. Kwa hiyo nilijuaje ni karibu na sokoni. Na taasisi na shule, karibu na kituo cha polisi. Hiyo ni sehemu ya pili. Ndio tamani. Sio kama nimeeleweka? Yaani umeeleweka vizuri sana. Kwa hiyo nitamani kuwa padri, lakini pia nitamani kuwa polisi. Nitamani kuwa hakimu. Lakini tatu, nitamani sana mimi kuwa polisi. Sana. Yaani nilipokuwa nawaona wanavyovaa, wanavyopendeza, zile kofia zao, yale mavazi yao, viatu vyao wanavyong'arisha, yale mavazi yao yani wanavyopendeza, nilitamani sana kuwa polisi. Kwa hiyo haya mambo yote matatu yalikuwemo kama ndoto katika maisha yangu. Lakini polepole hili la upadre lilizidi kuchanua na kuchukua kipaumbele, nafasi ya kwanza, likiwa na mvuto mkubwa. Basi na baadaye ndio njia ikaonekana, nikaendelea kuifuata mpaka leo. Tupitishe hapo kwenye hiyo njia. Tuachane na uhakimu, tuachane na upolisi. Tupite kwenye njia ya upadre, tupite katika njia ya wito. Wakati unaanza majiundo, na nafahamu unapopatwa na hamu na matamanio hayo ni lazima uanze kuandika barua kwa mkurugenzi wa mito na nini, lakini mwishowe unapokelewa seminarini. Hebu twende katika majiundo hayo. Je, wewe ni wale ambao walifanikiwa kusoma seminari tangu seminari ndogo, au ni wale ambao basi walisoma huko shule kawaida lakini baadaye wakaona bado msingi na msimamo wao ni wito? Asante sana. Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Ni kweli mimi ni kati ya watu ambao walifanikiwa kusoma seminari ndogo, yani kuanza malezi yangu ya upadri kuanzia seminari ndogo miaka yote. Kidato cha kwanza mpaka cha 6 na nyumba ya malezi nilifanya seminari. Lakini kabla ya kufika huko nirudi mwanzo. Nianze mwanzo kabisa. Sisi tulipata bahati, tulikuwa nikianza mazingira ya shule ya msingi. Tulipata bahati kuwa na katekista ambaye yeye mwenyewe katika malezi yake alitamani kuwa padre. Padre wa jimbo, baadaye akaenda utawani, basi akarudi akawa baba familia. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa makini sana katika mafundisho ya imani, lakini katika malezi ya upadre. Nianze hapo. Kwa hiyo yeye alikuwa anakuja kufundisha dini, vipindi vya dini shuleni. Na alikuwa kila mwaka, nadhani kama sio darasa 3, darasa la 5, alikuwa anauliza wale wanaotaka kwenda seminari. Na alipowauliza alitaka kujua ni shirika au jimbo. Basi sasa mimi nakumbuka kama sio darasa la 3 na la 5, alipouliza niliitikia nataka kwenda seminari. Na akawa anarudia pia kila mwaka ukifika wakati anauliza. Kwa hiyo nadhani darasa la 5 kama sitakuwa nimekosea, kama sio la 3 na la 5. Kwa hiyo aliposema la 5 niliitikia, la 6 pia alipouliza nikasema bado na nia, mpaka la 7 alipouliza. Sasa nilipofika la 7 nikiwa nilishaitikia kwamba ningependa kwenda seminari. Basi kumbe majina alikuwa nayo ya wanaopenda kwenda seminari. Sasa kabla ya kufanya ule mtihani wa kwenda seminari, kuna mambo mawili. La kwanza, nakumbuka ni kama kulikuwa na utaratibu fulani alikuwa anafanya, anatutenga, anatuhoji, anatupa kama mtihani. Ungeweza kuwa wa mahojiano na pengine anaandika yeye pembeni, au maswali machache tu anauliza ya kuandika, kutahini kama kupima vitu fulani vya mafundisho ya dini, kama anayofundisha tunayashika, na kama ishara kwamba hawa kweli wana maelekeo ya imani. Hilo la kwanza. Lakini la pili ndio liliambatana
hao waliojiridhisha ndio hao ambao aliwapa na fomu sasa za kujaza kwamba wanataka kwenda seminari. Hicho kitu alikuwa anakifanya. Kwa hiyo mimi nilipofika wakati huo sasa wa kupewa mahojiano, sio kama walihojiana au walipewa mtihani huo wa kuandika, maana kila mwaka alikuwa na namna yake. Mimi niliugua. Nilishikwa na malaria nikiwa mwanafunzi wa darasa la 7. Karibu wiki nzima niko nyumbani. Haya yametokea, mimi sipo. Niliporudi wananiambia wenzangu, sisi tumefanya haya. Tumefanya mtihani. Tumefanya mtihani na tumepewa fomu tumejaza. Basi. Kumbe ni fomu tu. Kwanza zilikuwa ni fomu za wanaotaka kwenda seminari. Ndio. Baadaye ndio zitaenda. Baadaye kulingana na hizo fomu, idadi ya fomu ndio itakuja mitihani sasa. Kumbe hii ni utaratibu wa katekista. Okay. Kwa mimi sikuwepo. Kwa hiyo nilipofika nilisikitika sana. Na niliongea naye katekista. Baada ya kuongea naye basi akaniambia sasa kwa sasa mpaka wewe mwenyewe uende kitu kama aliniambia inabidi uonane na padri uthibitishe hilo. Basi kweli nilifika nikaonana na padri na nikamwambia. Basi baada ya kumwambia basi kwa sababu kama nilimwambia baada ya kufanya hiyo mtihani wa mahojiano basi vile vile ndio wakati ambapo walipewa na fomu sasa kujaza, alafu baadaye kusubiri mtihani. Kwa hiyo mimi fomu nilikuwa nimepata. Akaitwa mmoja kati ya walimu wangu, tena namkumbuka, anaitwa Mwalimu Catherine John. Bado yupo nyumbani Kaliwa. Mwalimu Catherine John. Mmoja walimu wangu. Ndio huyo alipewa hiyo fomu sasa. Kwa sababu fomu si siri. Alipewa hiyo fomu kutoka parokiani. Alafu ni mawili, ama yeye alipewa fomu au nilipewa mimi nikaipeleka shuleni. Baada ya kuipeleka ilipojazwa, yeye ndio aliyeirudisha, sio mimi. Ili kusudi sione kilichoandikwa au nadhani ilikuwa ni hiyo busara kama siri. Kwa hiyo ama alipewa yeye moja kwa moja kutoka parokiani au nilipewa mimi, lakini ilipojazwa yeye ndio aliwasilisha parokiani. Basi baadaye ikajazwa. Baadaye tukaja mtihani, ilipokuja tukafanya mtihani, tulifanya watoto 5. Kati ya watoto 5 waliofanya mtihani wa kwenda seminari. Ndio. Ni ajabu sana. Alichaguliwa mtu mmoja. Ndio mimi. Wewe ndo kati ya wale kauya ufike. Kati ya wale wanawali 10. Mmoja ndo ambaye ndiye niliyechaguliwa. Kwa hiyo ndio nikaenda seminari ndogo ya Mtakatifu Karoli Borromeo Itaga Tabora. Ni kati ya seminari kongwe zinafahamika. Kwa hiyo nikasoma kidato cha kwanza mpaka cha 6. Kwa hiyo nimeanza mwaka 1994 mpaka mwaka 2000 kidato cha 6. Baadaye nikarudi hapo hapo kwa ajili ya malezi mwaka 2000 mpaka 2001. 2001 ndio nikaenda seminari kuu ya Kibosho Moshi kwa ajili ya falsafa 2001 mpaka 2004. Baadaye nikawa nimetumwa Kipalapala kwa ajili ya masomo ya teolojia. Kibosho Moshi nilisoma falsafa, Kipalapala seminari ya Mtakatifu Paulo Kipalapala nikasoma teolojia mwaka 2004 mpaka 2008. 2009 tarehe 25 Januari nipewa ushemasi. Hapo kanisa kula Mtakatifu Teresia jimboni Tabora, na tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2009 ndio nikawa nimepewa daraja la upadri katika parokia yangu ya kuzaliwa, parokia Mtakatifu Antoni wa Padua Kaliua. Kwa hiyo ndio historia ya malezi yangu kwa kifupi juu ya safari ya upadri. Hongera sana na mimi sikuwepo mwaka 2009. Ndio. Wakati unapewa daraja takatifu ya upadre. Ndio. Mimi sikuwepo. Muda huo na mimi ndo nilikuwa kawito kangu chanua ndo najisikia hamu ya wito ndo naingia visiga seminari. Ilikuwa kipindi cha chipuko. Wako chipuko. Wito unachanua unachipuka. Wewe ndo ulikuwa unafika, tumshukuru Mungu na mimi nikupongeze leo kwa kuwa padri. Hongera sana baba. Nashukuru sana. Lakini katika kunielezea hayo, nikijaribu kuangalia miaka unayozungumzia ni mingi sana. Ndio. Tangu unasema form 1 kwenda form 2 kwenda form 4 baadaye 5 na 6, miaka 6 inakata. Ndio. Unanielezea kuhusiana na falsafa miaka 3 inakata. 9 tayari hiyo. Unakuja unanielezea kuhusu theology miaka 4 inakata. 11 hiyo nasoma. Bado kuna ushemasi, sijui mwaka wa kichungaji. Yaani almost kama miaka 12 11 tunaizungumzia hapo. Ndio. Yaani mwingine angeza kuuliza, hivi haukuchoka kusubiria tu huo upadri? Lakini mwingine pia angejaribu kuuliza kwa nini miaka yote hiyo? Yaani tunamfanya mtu katika majiundo ya muda mrefu hivyo. Kwa nini? Mimi naamini kabisa kwamba
mchoko wa kawaida wa kibinadamu kama kuvutwa, kufikiria vitu vingine unakuwepo katika mazingira fulani fulani, lakini bado utaona kwamba kwa kuwa jambo hili linaanza na Mungu mwenyewe, ni sauti ya Mungu, bado unaona sauti ya Mungu inakuwa na nguvu. Na mimi nitakwambia kitu ambacho pia nimekuwa nikifanya. Nimekuwa nikifanya utume, nimekuwa nyumba ya malezi kwa muda wa kutosha. Tena malezi ya mapadi na watawa, labda naweza kuzungumza baadaye. Yaani walelewa wa upadi na utawa. Ndio. Kama nikikutana na mtu ambaye anasema amechoka, anataka kuondoka, na mbona namuuliza swali. Je, unapofikiria habari za kutaka kutoka, kwanza tengeneza tu picha. Kabla ya kutoka, tengeneza picha. Unapofunga mizigo yako, umeagana na wenzako na nini, unapoondoka unajisikia moyoni kwa mambo yote yako shwari, yuko sawa sawa. Niambia na amani zaidi, nenda kasali, tukutane baada, mimi nitakuombea baada ya siku kadhaa. Namwambia unasikia hivyo? Nisikia nasema inawezekana kweli. Lakini mimi naweza kukuambia changamoto ndogo ndogo zinakuwepo, kuchoka huko kwa sababu yoyote kuna kuwepo, lakini kila wakati ilipofikia sasa mazingira kusema sasa nadhani hapa napaswa kutoka, unaona moyo unasita. Isipokuwa tu wakati fulani ambao nitaeleza sasa. Nadhani swali hili pia limelenga kuona je, hukutana na vikwazo vyovyote au nini? Nadhani katika majiundo pia vikwazo vipo. Basi mimi nimekumbana na vikwazo kadhaa. La kwanza, japokuwa nitaka kwenda seminari ndogo. Nilipomaliza darasa la 7, nilipata bahati ya, japokuwa nafasi siku hizo zilikuwa adimu, lakini nilichaguliwa kwenda sekondari ya Kilosa Morogoro. Na nilichaguliwa kwenda seminari ndogo ya Itaga. Ila kwa sababu ya hali ya kiuchumi iliyoenda nyumbani, baba wakati huo nguvu zilikuwa zimepungua. Hali ilikuwa duni kidogo. Na niko mimi na ndugu zangu wengine wanasoma, kaangu na mfuata naye alikuwa seminarini, wadogo zangu wanakuja. Seminari nilikochaguliwa, fomu ilikuja ada inasema 20,000. Seminarini wakati huo. Wakati huo. Ndio. Sekondari ada ilikuwa shilingi 8,000. Na unatakiwa kwenda na 4,000 kwa muhula mmoja. Nilimwambia baba, sitaenda seminari. Nitaenda sekondari. Si kwa sababu sipendi kwenda seminari, kwa sababu ya hali ya kiuchumi. Nitarudi niendelee seminari baadaye, nasikia hiyo inawezekana. Baba hatukuelewana. Tumevutana. Lakini pia ni kipindi ambacho mimi kwa kuwa nilichaguliwa mwanafunzi pekee kwenda seminari. Labda hilo la kwanza, lakini la pili, samani niseme hayo kujisifia. Kwenye matokeo inaonekana nilipata bahati au nilibahatisha kuwa mwanafunzi aliyechukua nafasi ya kwanza kati ya wanafunzi wote katika jimbo kula Tabora waliofanya mtihani. Kwa nadhani hili nalo liliwasukuma mapadre. Wakati mimi nahangaika, nimeshafanya maamuzi hayo, nikawa nafanya biashara na baba. Kuzunguka huko na kule, tulikuwa tunaenda Usinge kununua samaki tuje tuuze, nipate ada na mahitaji. Kwa hiyo nimeshakata shauri kwamba sitaenda seminari, kumbe nikawa nafanya mizunguko ya kufanya biashara. Mapadi walikuwa wanatuma watu, alikuwepo paroko sasa ambaye ni askofu mstaafu wa jimbo la Prince St. Albert, Canada, ni misionari wa Afrika huko, lakini alikuwa paroko wetu kwa Padre Albert Tivin wakati huo. Sasa ni askofu mstaafu, baadaye alikuja kuwa askofu huko Canada, ameshastaafu. Alikuwa paroko na padri msaidizi ambaye alikuwa anahusika na mito, Padre Liam. Basi walikuwa wanatuma watu, watumishi wa pale waende kunitafuta kule nyumbani, nije tuzungumze nao kwa ajili ya maandalizi. Kwa hiyo walikuwa wanaagizwa, na mimi nilikuwa nashindwa kuja kuwapa jibu. Nimeshaamua kitu, najua wangependa kwenda simu. Kwa hiyo nikawa sijaitikia wito. Wanakuja lakini mara nyingi hawakunikuta. Wanakuta ujumbe. Kwa hiyo nikaendelea. Kumbe mapadi walikuwa wanataka kujua maamuzi yangu. Baba akawa anataka niende seminari. Mimi nimeshakata, sifikiri kwenda seminari. Kwa hiyo ili nieleze kwa kifupi, mwisho katika msuguano huo, mvutano na baba, alinichukua siku moja akasema, twende parokiani ukamwambie paroko mahali utakapokwenda. Basi tukaenda parokiani, ili niweke kwa kifupi. Tukaenda parokiani, ule muda wa ofisi, tulipokutana na paroko, alisema, Yosafati, umechaguliwa kwenda seminari na sekondari. Ungependa kwenda wapi? Lakini haya maneno alianza baba. Anaweka kesi meza, akasema, baba paroko, tunamshukuru Mungu kijana wangu amepata nafasi kwenda sekondari lakini pia seminari. Sasa nimemleta hapa aseme leo angependa kwenda wapi. Maana huko nyumbani tulikuwa tukijadili ni kama hatujafikia mwafaka. Nikamwambia baba paroko,
Mimi nilikuwa nimeshaongea na baba na wengine nyumbani kwamba nitakwenda sekondari. Sababu yenyewe ni hii. Ninaona sekondari ada kidogo ni nafuu na tunaweza kuimudu kwa shughuli zetu. Seminari ada iko juu na inaweza kazidi kupanda, naweza nikakwama njiani. Kwa hiyo mimi nilikuwa napenda kwenda sekondari na huku naweza kurudi baadaye. Na kwa kweli nitarudi tu nikamhakikishia. Basi nikawa nimejibu hivyo. Kwa hiyo baadaye baba akadakia akasema, baba paroko, naomba huyu aseme yeye angependa kwenda. Mimi ni baba yake, najua nilivyomkuza kwamba atakwenda seminari, kwamba atakwenda sekondari au kwa sababu hizi anazosema. Hapana, hiyo aniachie, mimi ndo mzazi. Sasa nikafikiria sababu baba naye hivi, mbona mambo mimi ndo nayaona yako hivi? Wewe unaona hali haiko sawa, ila baba anapambania wito. Nikasema kwa yeye amesema. Tena baba alisema kitu kikubwa sana. Alisema ikinibidi nitakuwa tayari kuuza hata nyumba. Nikasema hapa nimefungwa. Nikasema baba askofu, mimi nitakwenda seminari. Baba askofu akaguswa, akasema baba paroko akaguswa. Akaenda ndani akaleta 20,000 ada ya mwaka. Akaja akaniletea. Basi sisi tukaenda kununua vitu vingine na basi nikaenda seminari. Lakini aliendelea pia kunisaidia mpaka kidato cha 6. Hata alipohama pale aliendelea kunisaidia. Kwa hiyo akawa amemaliza ule mguu. Kwa hiyo nataka kusema hili nimelisema kwamba na mimi nilianza kupata shida kusita kwa sababu ya changamoto ya kiuchumi. Changamoto ya kiuchumi. Hiyo ni moja. Lakini baadaye nilipofikia kidato cha 4, baba nguvu ndiko zimepungua zaidi. Baba alipenda nenda seminari, nimeenda seminari. Kidato cha 4 baadaye baba alibadili mawazo. Kidato cha 4 nilipomaliza nilisema alikuwa na marafiki. Alikuwa na marafiki, mkuu wa kituo na msaidizi wake. Kati ya marafiki zake. Nafasi ya polisi ilikuwa imepatikana. Kwa hiyo nimeweza kidato cha 4. Ndio. Baba sasa alibadilika, akawa na mawazo kwamba niache niende nikae polisi. Si mlaumu, bila shaka alitaka labda nisaidie familia. Nisaidie familia ni kweli. Basi tukaanza ugomvi. Hapo yeye anataka niende polisi. Kwa nafasi ya polisi ilipatikana. Wale maafisa wa polisi nilipomkatalia na nimpatalia kwa hoja, nikamwambia baba, matokeo yangu kidato cha 4 yananiruhusu kuendelea kidato cha 5 na cha 6. Naomba niendelee, hizi nafasi za polisi nasikia zinatoka kila mwaka. Naomba niende huko. Hakuridhika, akawaita wale maafisa wa polisi, mkuu na msaidizi wake ambao walikuwa marafiki zake. Akanikutanisha nao. Wakaniuliza, "Hey kijana, vipi? Baba ametuambia kwamba hamjafikia mwafaka." Nikawaeleza. Nikasema mimi nimesema kwa sababu hii naenda kidato cha 5 na cha 6 kwa sababu nafasi huwa zinapatikana. Wakasema, safi kabisa kijana, una mawazo mazuri." Tena nikasema kwamba mimi sasa nikijibu baba kwamba nafasi za polisi kwa zinapatikana karibu kila mwaka, naweza hata nikajiunga baada ya kidato cha 5 cha 6. Kwa hiyo naomba niende huko. Kwa hiyo nilipotoa mawazo hayo, wale polisi wakasema safi kabisa. Ni kweli ukienda polisi ukiwa kidato cha 6 unaenda kusomea nyota moja kwa moja. Baba akawa ameshinda, nikaenda kidato cha 5, akawa ameshindwa. Ameshindwa. Nikaenda kidato cha 5 na cha 6. Kwa maana nzuri, lakini sema kwamba niliporudi nyumbani tena nikakutana na kesi nyingine. Sasa amepata nafasi ya polisi, nilisema huwezi kutokea kila mwaka. Kweli? Wale wazee ni kama akawa wameendelea kuwaomba, ikarudi tena nafasi ikapatikana. Na nafasi ya maliasili tena ikawa imepatikana. Kwa kusoma maliasili. Unachomokea wapi tena? Nikamwambia baba, hapo ndio ule wito. Na hapo nataka kuondoka. Kumbuka mimi nilipenda kuwa polisi. Ndio. Hizi zilikuwepo. Sasa napofikiria nataka kuwa nilipenda pia kuwa polisi. Napofikiria mle ndani kwamba niache kuwa polisi, mawazo yanafifia. Nikamwambia baba, mimi ningependa kuendelea na seminari. Haya masomo wanayosema falsafa ni mazuri mno. Na anasema inaweza kumsaidia mtu kwa maisha ya aina yoyote. Mimi naomba niendelee na masomo haya ya falsafa. Lengo si kweli kwamba ninachokisema mbele ya baba. Ila lengo naona ndani, najua nitapata hoja huko ya kunilinda mbeleni huko, lakini niendelee malezi. Niendelee malezi na baadaye falsafa. Baba tukagombana. Lakini mwisho tukafikia. Sio kwamba tulifikia mwafaka, nililazimisha ndio nikaenda malezi. Kwa hiyo nikarudi malezi pale pale Itaga Seminari. Tulikuwa tunafanyia Itaga Seminari. Kwa hiyo kidato cha kwanza mpaka cha 6, cha kwanza mpaka cha 4, cha 5 cha 6 na mwaka wa malezi pale pale Itaga Seminari miaka 7. Ndio baadaye nikaenda philosophy Kibosho. Sasa nikiwa philosophy huo mwaka wa kwanza ambao tumesuguana na mzee. Huo mwaka wa kwanza sijaumaliza, katikati hapo akawa amefariki baba. Mama alishafariki. Ndio mama. Nikiwa darasa la 4. Ndio. Baba sasa amefariki. Hii ni sehemu nyingine naeleza kikwazo. Nilimwaga rekta
alikuwa wakati huo Mwasinyo Faustin Mushi. Alishakuwa rector Kipapa, baada ya rector Moshi. Kibosho. Nilimuaga nasema nabeba kila kitu changu. Na huenda sitarudi. Sababu baba hatukufikia mwafaka. Nitaishi upadi wa namna gani? Kufika mwafaka. Mpaka nakubaliana. Kwa hiyo nadhani baba, inawezekana baba alichokuwa anakisema ni sahihi, sio maisha yangu. Nikamwaga pia baba yangu wa kiroho. Alikuwa anaitwa Padre Stanislaus Mtajwa. Nimesikia yuko Bukoba sasa, ameanzisha shule fulani. Nadhani inaitwa shule ya kwa uso. Alikuwa mwalimu wetu wa falsafa kule Kibosho, lakini alikuwa baba yangu wa kiroho. Pia nikamwaga, nikamwambia nabeba kila kitu changu. Wote hawa rector Mwasinyo Mushi na Padre Faustin, Padre rector alikuwa anaitwa Mwasinyo Faustin Mushi, na baba yangu wa kiroho Padre Stanislaus Mtajwa walinitia moyo sana na akaniambia tutakuombea. Lakini ni kweli nilichokisema. Nibeba kila kitu changu. Begi langu kubwa sana kula. Ukaondoka seminarini. Nikaondoka seminarini. Niliondoka hata kabla ya mtihani. Si kwamba mimi nilienda, sio kwamba nilifukuzwa. Na nilienda sio kwamba nimeacha. Naenda msibani. Ila nimeenda, nimeondoka, nimeaga. Nilikuwa naenda msibani. Lakini aga yako seminarini ni kwamba hautorudi. Sitarudi. Nimesema kwa wazi kabisa. Hiyo ndo maana yake. Lakini haujafukuzwa seminari. Sijafukuzwa seminari. Na waliniambia kwa sababu tulikuwa tunakaribia kufanya mtihani, kwa hiyo baki muda mfupi kufanya mtihani. Nani hii mwalimu wa taaluma Padre Beda Ishika wakati huo aliniomba walau nimalize niondoke nifanye mtihani ili hao waendelee na vipindi baadaye wafanye mtihani, mimi nitakaporudi niendelee tu mwaka wa pili. Nimwambia nafanya mtihani wa nini? Sina utulivu kufanya mtihani, lakini mimi nilikuwa na mawazo kwamba naenda moja kwa moja. Ndio. Kwa hiyo niliwaambia sione sababu ya mtihani. Nikaondoka. Kwa sababu kwa kweli wakati taarifa napata hata baba mazishi ilikuwa imeshafanyika kila kitu. Basi kwa hiyo mimi nikasema naondoka tu. Mimi naenda zangu nyumbani. Nikaenda wakati ya mawasiliano yanafanyika ili mimi niende jimboni, askofu unasikia hakuwepo, alikuwa Dar es Salaam kwenye mkutano. Wakati huo askofu alikuwa hayati askofu mkuu Mali wa Abdalla Mgurunde. Sasa kwa kwenye vikao huko Dar es Salaam. Kwa hiyo mawasiliano yalifanywa na muhasibu wa jimbo wakati walikuwa wanaitwa Padre Cleophas Mabula. Sasa ni muhasibu chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kule Mwanza. Kwa hiyo ndio alikuwa muhasibu wa jimbo. Kwa hiyo mawasiliano yalifanyika, akasema basi arudi na taratibu zingine za nauli na nini. Kwa hiyo nikarudi. Niliporudi askofu akawa ameshafika. Kwa hiyo nikaenda kuongea naye. Yeye nikamwambia nimebeba kila kitu changu. Basi baba yule alinitia moyo kwa maneno yake, kwa lugha alizokuwa nazo, lugha nzuri, lugha ya kibaba, akanitia moyo na akaniambia basi tutakuombea. Nikapewa likizo ya kwenda nyumbani karibu mwezi mzima. Si wenzangu wako seminarini kwenda kwa ajili ya kuomboleza na ndugu zangu na nini. Baada kama mwezi na kitu wenzangu wakawa wamesharudi. Basi ndio nikarudi jimboni. Nibeba kila kitu changu lakini nikawa nimepoa, nimetulia. Basi nimeyapokea kama mapenzi ya Mungu. Kweli nikawa nimerudi pale jimboni kwa ajili ya taratibu nyingine. Kwa hiyo sasa pale kulikuwa na utaratibu wa kukaa kwa ajili ya mwezi mzima kupata kozi ya Kifaransa. Kwa hiyo tulikuwa nakaa pale jimboni. Baadaye ndio tunaenda maparokiani kufanya utume, baadaye tunarudi seminari. Kwa hiyo nilirudi seminari nikaendelea. Kwa hiyo nataka kusema kwa kifupi basi vikwazo kimoja wapo ambacho kimejitokeza unaona ni shida ya uchumi, lakini vile vile vishawishi vya nafasi zilizojitokeza za kazi, lakini vile vile vikwazo kusita kwa sababu ya mawasiliano haya au kile ambacho mzazi anafikiria mimi nafikiria. Kwa hiyo haya ni baadhi ya vikwazo ambavyo ninaweza kusema nimekumbana navyo. Labda si vingi sana, labda sio vikubwa sana, lakini ni vikwazo ambavyo vimekuwepo. Katika mazingira mengine mimi sikuona shida, vinginevyo nimeishi nikiwa na mahusiano mazuri na walimu wangu wa shule ya msingi, seminari ndogo, seminari kuu Kibosho na hata Kipalapala, kwa kuna shida kubwa ya mahusiano. Kwa kifupi safari yangu ilikuwa hivi. Kiukweli ni safari ambayo sina pa kuongezea. Ndio. Mimi kwangu nanibaki tu kuniambia Mungu anapopanga jambo lake, mwanadamu si rahisi kulipangua. Yaani kuna namna ambavyo lazima itakuwa vile ambavyo inatakiwa iwe. Si jambo la kawaida mseminari kuondoka seminarini mwenyewe. Kwa sisi ambao pengine tuliishi huko, unaweza kukuta basi na barua inakufuata huko kwa uliko nyumbani. Kwamba uendelee kukaa huko zaidi ujitafakari vizuri. Lakini yote tunamshukuru Mungu. Lakini hapa tunajaribu kuangalia wewe kuwa padre
ile 2009 ndio. Nafikiri kwa mapadri wa jimbo ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kuona yale matukio ya kiimani zaidi. Walau huku kwa mapadri wa shirika unaweza kukuta alikutana nalo kwenye wakati anaweka nadhiri za kwanza, si nadhiri za daima, anaweza kama amekutana na hayo mambo. Lakini mwaka ule 2009 kwako ilikuwa ni mara yako ya kwanza kushuhudia yale matukio ya kiimani zaidi. Kupakwa, yani kwa lugha nyingine yale madhehebu ya upadrisho. Kupakwa mafuta, sijui kulala kifudifudi na mengine mengi, kuwekewa mikono kichwani na mapadri. Pengine kwako unaweza kutuambia nini kwa tukio ambalo lilitendeka mwaka ule? Angali hivi sasa tukitegemea tukio ambalo lilitendeka kwa mapadri kukaribisha kwenye urika, tunaliangalia na tutazamia sasa tukimwomba Mungu hai lifanyike na maaskofu kukaribisha katika urika wa baraza la maaskofu. Wewe unasimuliaje hiyo siku 2009? Swali zuri mheshimiwa mtangazaji. Ni kweli umesema vizuri kwamba 2009 ndio mwaka wa pekee ambao nilishuhudia hayo matukio ya madhehebu, na kwa ushemasi na kwa upadri. Yote kwa ushemasi na kwa upadri. Ni huo mwaka 2009 Januari tarehe 25, 2009 Julai tarehe 9 upadrisho. Niliyapokea kwa msisimko. Mimi nilichokionja tangu wakati huo, ile naweza kusema moja kwa moja kabisa, kuonja hali ya kutokustahili. Unaona hiki ni kitu kikubwa hivi kiasi kwamba labda mimi kingenipita pembeni. Japo nilitamani, sio kama umenielewa. Na mimi ndivyo nilivyojiona. Na sio mimi tu, mimi naweza kusema hata watu wa nje. Samahani kwa kuongeza tena swala hili. Tulipokuwa wadogo zaidi katika hicho kipindi hicho ambacho hatujaanza shule ya msingi hata baada ya kuanza, ilipothibitika kwamba kangu anataka kwenda shirika, mimi nataka kwenda jimbo, mahali fulani jirani kuna mahali tulienda kucheza bao. Kuna wazee walikuwa wanakusanyika wanacheza bao. Basi alafu na sisi tulikuwa tunaenda ile mida ambao wazee wajakusanyika tunacheza bao. Tukaenda mimi na kaka yangu, tulikuwa tumetoka shamba. Kuna mzee mmoja alikuja akasema, "Nyie nimesikia mnataka kuwa mapadri." Akasema ndio. Yuko kaka yangu yuko na mimi. Tunataka kwenda kucheza bao. Na tumeenda pale kucheza bao. Kwa jirani. Yule baba alisema, "Wewe unaweza, lakini wewe." Alimwambia kaka anaweza. Ila wewe naelekea alikuwa na mtundu labda kwa vitu kwa hata nyumbani nilikuwa naonja ile hali ya kutokustahili. Ndio. Kwa hiyo nilipopewa ushemasi nilipokea jukumu hili kwa hofu, lakini pia upadi. Na hasa kwa upadi hapo ndio nigusie zaidi. Mimi nilipopewa upadi wakati naadhimisha misa ya kwanza nilikuwa natetemeka mikono. Nilikuwa natetemeka kabisa. Karibu waje wanifungie mawe kama Musa alivyofungia. Waje wanifungie. Ilikuwa ni rafidum. Hivyo. Ndio. Nilikuwa natetemeka. Na watu wengi walifikiri kwamba labda ni hali ya uchaji, kumbe ni hali ya hofu. Nadhani kwa kifupi kwamba nilipokeaje, basi nilipokea kwa hofu, nikionja hali ya kutokustahili. Makuu haya mjibu hivyo kwa kifupi. Maana pale kuna wengine wanasema unaweza usiamke. Hizo ni story zetu za huko waamini. Ukikaa ukamwambia kulala pale sio mchezo. Unalala unasikia watu elfu na maelfu wanaitikia tu Bwana utuhurumie, wanaitikia litania za watakatifu wote wanaitwa. Unaweza usiamke. Ni kweli ni mambo yanayosimua. Madhehebu huwa yanasimua. Kusema ule ukweli huwa yanasimua kabisa. Unaonja kabisa kwamba uko mahali pengine. Yaani ile kile kinachosema ile fundisho kwamba tunaungana na kanisa la washindi, Ndiyo. Kanisa la wateswa. Tunaungana na kanisa la washindi huko mbinguni. Unaonja kabisa. Unaonja kabisa ile hali. Na bahati nzuri kwa tunafanya pia tulikuwa tumeshajiandaa, unafunga, unapata kitu cha utulivu, unajiandaa kiakili, kimwili, kisaikolojia, kiroho, unaungama. Kwa hiyo kweli kabisa unaonja kitu kingine. Unakuwa na hisia tofauti kabisa. Kwa hiyo ni katika hisia sasa unajiangalia, haya yanamtokea nani? Kwa sababu ya nani? Mimi. Hofu ndipo inapokuja hapo. Labda nitoke hapo kwenye madhehebu yale ya upadrisho. Lakini pia nigusie tena sehemu nyingine kidogo inayomhusu padri. Hasa katika zile ahadi. Tunaona kuna tofauti pia hapa kidogo. Pengine na wewe kama padri unaweza ukanisaidia kuniweka sawa hapa na watazamaji wetu. Tunao mapadri wa shirika ambao wao huwa tunasikia
wanaweka nadhiri. Ndio. Na kuahidi kutii kwa askofu wa jimbo husika. Lakini mapadri wa jimbo huwa tunasikia wanaweka ahadi. Kwa kuna haya mambo mawili, nadhiri na ahadi. Pengine kama unaweza kutuambia walau hata kwa ufupi, kwa ambao hawaelewi, tunapozungumzia nadhiri kwa padri, ahadi kwa padri, ni kitu cha namna gani? Alafu tutaona sasa wewe uliweka ahadi zipi. Nashukuru sana. Kimsingi mambo haya mimi ningeweza kusema katika msingi wake kabisa ni jambo lile. Ni jambo lile, ahadi ya utii, ufukara na usafi wa moyo. Sisi tunaweka ahadi, wenzetu tunaweka nadhiri. Wote tunaongozwa na tunadaiwa kuyaishi. Tena sio hao, hata waumini sisi pia. Kwa sababu yale ambayo yanaitwa ni nadhiri ni mashauri ya Injili. Kwa hiyo mashauri ya Injili kwa kila mbatizwa. Lakini basi yanawekwa, lugha inabadilika kwa sababu msisitizo unakuwa kila mmoja kwa kadiri ya hadhi yake. Kwa Mkristo anadaiwa kuwa mtii kwa kanisa, fukara maana kutumia mali vizuri, na usafi wa moyo, kuwa mwaminifu katika kiapo. Kwa hiyo Mkristo, sasa tunapokuja kwa watawa, tunajua watawa ni watu ambao wote tumebatizwa, lakini hawa ni watu ambao wamejitenga katika maisha ambao nadhani wataweza kumfuasa Kristo kwa karibu zaidi. Vivyo hivyo mapadri. Kwa hiyo labda kwenye swala la msingi kwamba nadhiri ni ahadi ambazo wawekwa wakfu wanaweka katika hayo mambo matatu, kama ikiwa ni sehemu ya mashairi ya Injili kwa hadhi yao na nafasi yao katika kanisa, katika hadhi yao katika makundi ya matatu ya wanachama wa kanisa, yani maana yake walei, wawekwa wakfu na waklelo, ili waweze kuwa karibu zaidi na Mungu kupitia utume na utumishi wao. Wanaweka nadhiri. Na sisi pia tunaweka ahadi katika mambo hayo. Tunachokiishi ni kile, lakini basi naelewa tunaposema kwamba wao ni nadhiri, sisi ni ahadi. Kile kifungo kwa namna fulani ule uzito wake katofautiana. Mimi naweza nikasema, kwa mfano, mtawa haruhusiwi kumiliki kitu chochote kama chake binafsi. Na nikisema kitu chochote labda nitakuwa nimezidisha. Hapa mambo ambayo ni ya mtu binafsi kwako. Huwezi kusema basi kanzu wavaliani, kwa sababu kanzu lazima upime ya kwako, urefu wako, unene wako na nini. Lakini nataka kusema kwamba katika vile vitu vya kumiliki labda usafiri na nini, wao vitu vyote vinamilikiwa ni vya jumuiya, watawa. Lakini ukija kwetu sisi mapadi wa jimbo, kwa mfano mimi nitoa mfano katika ile swala la umiliki. Mimi napoweka ahadi katika mambo haya, kwa mfano kama ni ufukara, naweka ahadi. Mimi naweza nikapewa gari ambalo linaweza likaonekana kwamba kwa kipindi hicho mimi niko hai nalimiliki, ni gari langu. Lakini mwingine anaweza kalitumia kwa sababu lengo ni kwa ajili ya uinjilishaji, napewa kwa ajili ya uinjilishaji. Ila mimi napoweka ahadi yangu, mimi najiweka kuwa mali ya jimbo, na chochote ni mali ya jimbo. Mtu yote ambaye atakuwa alinisaidia kitu ambacho wakati naishi kitaonekana ni changu, kwa sababu ile lengo ni uinjilishaji. Ikitokea kwamba nimefikia mwisho wa maisha yangu, kile kitu sio mali yangu, kwa maana kwamba ndugu zangu watakuja kukichukua, kinabaki jimboni. Unaona hiyo tofauti? Wakati wale washirika wao kila walicho nacho ni mali ya jumuiya. Kwa hiyo wote tunaziishi hizi ahadi tatu au nadhiri tatu, ila wao wanaziita nadhiri, sisi tunaita ahadi. Wote tunaziishi hizi, ama ni ahadi au ni nadhiri, kwa namna ile, ila kunakuwa na tofauti kidogo wa ule mtindo wa namna ya kuziishi. Labda sisi tunaweza tukasema sisi kwa namna fulani imelegezwa kidogo, samahani kama nitakuwa ni imelegezwa kidogo, lakini katika umiliki wa vitu, katika hii nadhiri ya ufukara. Kwa hiyo hata sisi tunaziishi hizo nadhiri kama wao, ila kwa namna hiyo. Na sisi mapadre wa jimbo tunaishi ili kusudi kama mababa wa kiroho tuwe mfano hata kwa watawa ambao tutawaongoza kiroho, tuwe mfano hata kwa walei wa namna nzuri ya kutumia mali. Kwa hiyo hicho nilichosema, kama nilivyosema, ni vigumu sana kutoa maana ya moja kwa moja kwamba nadhiri ni nini, ahadi ni nini, ila kama ningesema ni kitu kile kwamba ni mashauri ya kiroho, ila yanaishi kwa utaratibu, utamaduni au msisitizo tofauti. Na si kwa watawa tu, na si kwa waklelo tu, hata walei
Kwenye maandiko matakatifu haya yamewekwa kama mashauri ya Injili. Watawa wataita wao nadhiri, maana yake waishi kwa msitizo fulani kulingana na maisha yao ya kiroho ya mashirika yao. Na sisi mapadi kwa kufuata maisha ya kiroho ya padi wa jimbo. Kuna mfumo wa kiroho wa maisha ya kitawa ya jumla, lakini watawa katika shirika hili kunakuwa na roho ya shirika. Ndiyo. Lakini pia karama ya shirika, sawa kabisa. Lakini pia kuna maisha ya kiroho ya mapadri wa jimbo. Tunaita spirituality of the diocesan clergy. Oh, inasikia leo. Au diocesan priest unaweza kusema. Okay, sawa. Kwa hiyo sijui kama nimeeleza vizuri sasa. Hapo nimekuelewa kabisa baba. Yote haya ni mashauri ya Injili ambayo tunayaishi kwa msitizo tofauti, kwa mtindo tofauti, lakini wote tunaalikwa kuyaishi. Miaka 16 nimeihesabu hapa. Kabisa. 2009, 2025 ya upadrisho wako sasa. Lakini imeonekana imezaa matunda ambayo pengine wengine hatukutarajia. Pengine utupe siri kidogo kabla hatuja kutoa katika, maana hapa tunazungumzia madaraja matatu na ndio madaraja pekee hapo katika kanisa Katoliki. Daraja ya ushemasi, daraja ya upadre. Kwa sasa unavunja kumalizia, yani sio wote ambao wana madaraja yote hayo matatu. Mwingine anaweza kawa tu amekuwa padri mpaka maisha anaisha amekuwa padri. Kwa hiyo unaendelea kwenye ukamilifu wa madaraja haya matatu katika mafundisho ya kanisa. Lakini kabla tujakupa hili daraja jingine la uaskofu, labda mimi nitaka kupata kufahamu siri ya wewe kufanikiwa kuishi katika hizi ahadi za upadri kwa miaka hii 16. Tumegea hiyo siri baba. Bado unaonekana bado uko kijana na hauna stress. Asante sana. Ndio. Ni swali zuri. La kwanza niseme hakuna siri ya pekee isipokuwa la kwanza ni kumtegemea Mungu. Kujikabidhi kwa Mungu. Lakini la pili basi ni mtu mwenyewe pia pamoja na kumtegemea Mungu kujiwekea kanuni za maisha. Kujiwekea dira ya maisha. Ndoto ili kuziishi zile ndoto za maisha ya upadre ambao niliutafuta, kujiwekea kanuni za maisha. Kuishi maisha namna gani? Na kuwa na kuamini hicho ninachokifanya. Kwa sababu niseme nini? Ukweli ni kwamba hakuna maisha yasiyokuwa na msalaba. Kwa hiyo mambo hayo kwa namna fulani yanaweza kuonekana ni kuishi utii, kuishi ufukara na kuishi usafi wa moyo. Yote haya si mambo rahisi. Kwa sababu ni mambo ambayo tunayahitaji kila mwanadamu katika maisha. Lakini lazima niaishi katika kanuni fulani. Aliwahi kusema Mwalimu Nyerere katika uwanja wa siasa kwamba hakuna maisha yasiyo na miiko. Kwa hiyo ni kujibidiisha kuishi miiko, na kama kuna urahisi katika urahisi wake, huku nikimtegemea Mungu, nikijiaminisha Mungu na kuweka taratibu za wazi kabisa zinazoweza kunisaidia kuyaisha. Ni hivyo tu. Ni hivyo tunaweza kusema. Ndio siri ya pekee. Mimi kama kuna kitu ambacho nimeona nimekitumia, nimejitahidi nilipopewa majukumu, nimefanya kazi kwa bidii yote, kwa akili yangu yote na kwa uwezo wangu wote, na kuheshimu miiko ya haya maisha ambayo ninayaishi, lakini vile vile kuangalia kujiwekea mikati ya nidhamu ya nafsi mimi mwenyewe. Mimi mpaka sasa hivi nilikuwa nacheza mpira. Sijui sasa hivi kama nitapata nafasi. Kwa sababu niko malezi, niko naenda uwanjani. Nacheza mpira. Sikani kaa uko kijana mpaka hivi leo. Okay, unacheza mpira namba ngapi? Mimi huwa nacheza mpira namba za nyuma. 2, 3, 4, 5. Lakini siku za nyuma nikiwa kabla sijaenda seminari ndogo, nilikuwa nacheza mbele. 9, 10, 7, 11. Nilikuwa naweza kutumia mguu wa kushoto, naweza kutumia mguu wa kulia. Kwa hiyo mwanzoni nilikuwa nacheza namba za huko mbele, naita forward au wing wa kulia kushoto. Mwanzoni nikiwa nyumbani kule tunapocheza hivi mpira ya makama. Lakini nilipoenda seminari kidogo tu kuanzia mwaka kidato cha kwanza, lakini hasa sasa kidato cha pili niliingia kwenye timu ya shule. Lakini nilikuwa mfupi, niko mdogo. Ikawa shida kwa hiyo nikazoeza zaidi kucheza namba za nyuma. Basi nikajikuta hapo mpaka nilipoenda Kibosho, nilipoenda Kipapa, ikawa nacheza namba za nyuma. Kumbe ndio hasa walau sasa nimechukua uzoefu mkubwa zaidi kucheza katika namba. Kwa hiyo naweza kusema kutunza afya kwa michezo, nidhamu ya akili, mawazo na fikra. Naweza kusema ni kwamba ni mpango ambao
kila mmoja anajiwekea katika maisha ambayo ameitiwa. Nashukuru sana baba. Ngoja na sisi tuchukue hizo siri chache ili tuendelee kuishi katika uaminifu pia wa wito wa ndoa. Ndio. Labda umetuambia hapa ya kwamba majukumu pia ulikabidhiwa baada ya kuwa padre, ukapewa majukumu. Pengine utupitishe katika majukumu haya kwa takriban miaka 16 tangu umekuwa padre. Kuna majukumu ambayo umeyafanya. Ulianzia wapi na mpaka tunaishia wapi sasa tunapofikia? Asante sana. Mimi nilimepadirishwa mwaka 2009 Julai 9 kama nilivyosema. Ndio. Na nilipewa mwezi mmoja kusali misa za shukrani, ilikuwa ni desturi kipindi hicho. Lakini kuanzia mwezi wa 8, kama sitakuwa nimekosea, kwa tarehe 2020 niliambiwa nilipoti kituoni kwangu. Na kwa kituo changu cha kwanza kufanya kazi ilikuwa ni parokia ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu jimboni Tabora, jimbo kuu la Tabora. Ni kanisa kuu. Nilifanya kazi pale kama nikiwa paroko msaidizi. Kwa hiyo huo mwezi wa 8 mwaka 2009 mpaka Januari 2011. Ni kama mwaka mmoja na miezi mitatu minne hivi. Januari 2011 nikahamishwa nikapelekwa parokia ya Mtakatifu Teresa ya Mtoto Yesu Ndono. Mtakatifu Teresa ya Mtoto Yesu tena Ndono. Ni parokia ambayo yuko kama kilomita 45 kama naelekea Urambo mpaka Kigoma. Barabara hiyo. Kilomita 45 kutoka Tabora mjini. Kwa hiyo nikaenda kufanya kazi pia kuanzia mwaka 2011 mpaka mwaka 2012 mwezi wa 3. Nilipokuja Tabora kwa ajili ya mafungo, kujiandaa mafungo ya mapadri yalikuwa yameandaliwa, ndio baba askofu aliponiita akaniambia jiandae, tumepanga uende ukasome India. Kwa hiyo nilipoambiwa hiyo mwezi Machi nikaanza utaratibu wa kutafuta visa na passport. Kwa hiyo naweza kusema nimefanya kazi hapo 2011 mpaka 2012 Juni. Kwa hiyo mwezi Juni ndio nilisafiri kwenda India masomo. Na masomo hasa ambayo yalikupelekea India ni hapa? Maana sisi tushazoea India ukienda na kusoma udaktari. Asante sana. Basi mimi India nilipelekwa na baba askofu kwenda kusoma masomo ya teolojia katika fani ya tasawufi, unaita tasawufi, lakini lugha nyingine ni teolojia juu ya maisha ya kiroho. Kwa hiyo kwa kuwa seminari zetu hizi za Tanzania zilizopo seminari kuu hasa hizi za teolojia ni matawi ya chuo kikuu kishiriki cha Albaniana kule Roma. Kumbe huwa tunafanya mtihani wa degree kule. Kumbe nilifanya mtihani wa degree hapa Kipalapala, unaitwa baccalaureate. Kwa hiyo nikaondoka na hiyo degree ya kwanza. Kumbe nilipofika kule nilichukua shahada ya uzamivu. Shahada ya uzamili. Kwa hiyo 2012 June mpaka 2014 June nikawa nimemaliza shahada ya uzamili katika fani ya tasawufi au teolojia ya maisha ya kiroho. Nikarudi jimboni. Niliporudi jimboni baba askofu akanipanga tena kuwa paroko msaidizi wa parokia ya kanisa kuu. Kwa hiyo 2014 June mpaka 2015 Januari nikiwa paroko msaidizi. Baadaye nikafanya kuwa paroko 2015 Januari mpaka 2016 June nilikuwa paroko. Kwa hiyo nimekaa kama miezi 6 hapo msaidizi, baadaye nikawa paroko kwa mwaka 1.5 kanisa kuu. Ndio. Ilipofika tena Juni baba askofu akaniambia urudi India ukamalizie uchukue shahada ya uzamivu. Nichukua uzamili masters, yani degree ya pili. Sasa naenda kwa uzamivu, shahada ya 3 au wanaita PhD. Kwa hiyo nikaenda India 2016 mpaka 2019 kwa ajili ya shahada ya uzamivu. Lakini hapo katika likizo za miezi mitatu hiyo, baada ya kurudi nyumbani, isipokuwa tu mwaka 2017 ambapo nilikuja kwa ajili ya kufanya utafiti. Ila likizo kubwa nilikuwa naenda katika vyuo viwili. Kuna chuo kimoja cha kuna vyuo viwili vyote viko chini ya Wakapuchini. Kuna chuo kimoja kinaitwa Dindiga na chuo kingine kinaitwa Fountain. Kwa hiyo Dindiga College na Fountain College viko Tamil Nadu, ambao nilikuwa nafanya kozi ya miezi mitatu ya saikolojia na ushauri wa kisaikolojia, inaitwa counseling and psychotherapy. Kwa hiyo nilikuwa nafanya na tunafanya mazoezi ya ushauri huo, tunafanya mitihani,
basi wanahakiki basi wanatupandisha kwamba tumefika level gani. Zile courses zinaenda wanasema kwa unity. Kwa hiyo tangu mwaka huo nilianza tangu nilipoenda kwa ajili ya masomo ya uzamili. Kwa hiyo mpaka ilipofika mwaka 2018 basi nikawa nimetunukiwa stashahada au diploma ya ushauri wa kisaikolojia na ushauri na tiba ya kisaikolojia. Counseling and psychotherapy. Stashahada au diploma. Lakini sasa ilipofika mwaka 2019 pia nilikuwa nimemaliza yale masomo msingi ambayo yalinipeleka. Haya ilikuwa ni kama nyongeza. Nikawa nimemaliza shahada ya uzamivu katika fani ya tasawufi. Basi nikarudi jimboni. Niliporudi jimboni tangia mwaka 2019 ndio nikapangiwa nyumba ya malezi Kipalapala. Kwa hiyo kuanzia 2019 nimekuwa msaidizi katika nyumba ya malezi na paroko msaidizi Kipalapala. Kwa hiyo nikafanya hiyo kazi, lakini vile vile kuanzia mwaka 2019 nikawa nimeombwa kuwa kiongozi wa kiroho wa shirika la mabinti wa Maria. Au spiritual director of the Congregation of the Daughter of Mary Sisters in Tabora. Spiritual director, kiongozi wa kuanzia mwaka 2019. Kwa hiyo nimeendelea kama kiongozi wa kiroho wa shirika kuanzia 2019. Ilipofika mwaka 2023 ndio nikaombwa pia kwamba kwa kuwa umesoma masomo ya fani ya maisha ya kiroho na huko hapa karibu, basi tunakuomba pia uwe mwalimu Kipalapala Seminari. Kwa hiyo nikawa nimepangwa pia kuwa mwalimu Kipalapala Seminari, na wakati huo pia nikafanywa kuwa wakili wa askofu kwa wakfu katika jimbo kuu la Tabora. Kwa hiyo mwaka huo mambo mawili yaliongezeka. Mwalimu katika seminari kuu ya Kipalapala na wakili wa askofu kwa wakfu, au naitwa kwa tukijiganisha naitwa nafasi inaitwa Vicar for Religions. Kwa hiyo ndio majukumu ambayo nimeyabeba kwa hii miaka 16 mpaka sasa. Lakini pia labda kwa kuongeza pia kuanzia mwaka 2022 nilifanywa kuwa paroko wa parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Kipalapala. Kwa hiyo kwa kifupi sasa, maana yake kuanzia mwaka 2019 2019 nilienda pale Kipalapala kama msaidizi wa nyumba ya malezi. Mlezi msaidizi na paroko msaidizi. Lakini vile vile kiongozi wa kiroho wa masista, shirika zima wa shirika. Nimeendelea 2022 baada ya kuwa paroko msaidizi kawa paroko. Na haya majukumu naendelea nayo, lakini kwa paroko wa parokia ya Kipalapala. 2023 pia nikawa mwalimu wa Kipalapala Seminari na wakili wa baba askofu kwa wakfu katika jimbo kuu la Tabora. Kwa kifupi, nimeona nilivyoelezea imechanganya na naweza kuchanganya. Nijaribu kufanya ufupisho wa hilo. Hongera sana baba, hongera kwa hayo, lakini pia hongera kwa kuwa pia ni tunda jema la seminari kuu ya Kipalapala, seminari ya Mtakatifu Paulo. Lakini licha kuwa tunda jema la seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, tunaiona pia seminari mwaka huu 2025 ndio mwaka wa jubilei ya miaka 100 ya seminari. Na wewe umekuwa ni sehemu yani sasa hapa tunaweza kusema sasa jubilei na askofu. Yani imekuwa imeambatana katika ladha nzuri tunasema. Pengine una lipi la kuzungumza ukiwa kama ni mdau ambao umeishi pale seminari ya Kipalapala, lakini pia ukiwa ni mzawa wa Tabora, umeishi Tabora miaka mingi. Kwa seminari umeikuta. Ni kaka yako. Kabisa. Tena mama, ni mama. Tunapenda zaidi kutumia mama kwa nafasi ile ya kulea na nini. Kweli ni mama kabisa. Mama Kipalapala. Uko sahihi. Kwa hiyo pengine una lipi la kusema kwa jubilei kubwa hii ya miaka 100 ya mama Kipalapala? Asante sana. Basi kwanza mimi niseme yote haya tunaelekeza kwa moyo wa shukrani kwa Mungu. Tunaweza tukasema bado ni maajabu ambayo Mungu anaendelea kututendea kwa seminari iliyozaliwa kama mtoto mchanga na imekuwa imara na imeendelea kutoa matunda mengi. Kama uliposema sasa, tunao hata Kardinali Pengo ni mwanafunzi wa Kipalapala. Kwa hiyo tunao makardinali, tunao maaskofu, tunao mapadri,
kwa vyote tukisema mapadri na mashemasi wanaingia, maana kabla ya kuwa mapadri wamekuwa mashemasi. Na tunao waamini wengi walio wema, ndio wanaoisaidia nchi yetu na jamii katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya seminari ya Kipalapala. Lakini vile vile kama ulivyosema, basi na mimi ni moja kati ya matunda hayo. Tunamshukuru Mungu kwa pamoja. Sasa niseme nini? Mimi niseme pamoja na shukrani kwa Mungu kwa kazi na wema wake anaendelea kututendea sisi moja kwa moja na kupitia seminari, basi nawatia moyo. Na sasa nilikuwa pale sehemu ya walimu wenzangu, naendelea kuwatia moyo walimu wenzangu wanaobaki na jukumu hili. Japo haina maana kwamba sisi tunajibandua, tunabaki tunaendelea kushirikiana nao, lakini kwa kadiri ya nafasi na mazingira yanayowezekana. Kuwatia moyo kwa sababu mbili. Kwanza, siku hizi idadi ya waseminaristi ni kubwa kuliko wakati wetu sisi tunasoma. Na kulea kunahitaji uwepo, usindikizi kuwa katika hatua. Kwa hiyo naweza kusema sasa watakuwa na kazi kubwa zaidi. La kwanza, kwamba wana kazi. Lakini la pili, malezi ya sasa. Sasa tunaingia kwenye malezi katika jamii ya watu ambao pia wanatoka katika familia zetu za sasa tunazoziona. Familia ambazo zimegubikwa na utandawazi. Mambo mengi yapo katika malezi. Kwa hiyo hili nalo tunahitaji kuwa wavumilivu, wastahimilivu, lakini vile vile kujitahidi kwamba hatuondoke katika misingi ya malezi, kuandaa mapadri walio wema. Hilo ndio ningesema. Kwa hiyo wasikate tamaa, lakini vile vile wawe karibu na vijana, au tuwe karibu na vijana na tuwasaidie, tuwavumilie, tuwe wavumilivu, tuwe wastahimilivu. Lakini inapoonekana imeshindikana kwa mambo ambayo hayawezekani, bado taratibu za kanisa zibaki. Maana sasa hivi kuna hatari, na sasa hivi naweza kama nilivyosema tunapata wengi sana kwa mapadri. Lakini bado vigezo na masharti lazima vitumike. Lazima tujiridhishe. Mtu anaingia kanisani na anaitwa na Mungu, lakini kupitia wana kanisa na ndani ya kanisa. Pale ambapo tunaona kwamba labda hii sio nia halisi inayoonekana ya mtu huyu, tusaidie kumuongoza, tumuelekeze mpaka anapotambua kwamba kweli haya ni maisha yangu au kitu kingine. Mimi sisemi kwamba waliopo hawajaitwa, nadhani naeleweka. Ila nasema kwamba tunahitaji kufanya kazi zaidi kuliko kipindi kingine tulipokuwa. Si wakati tunasoma miaka yote 4 seminari mko 100, 102, 105, 103. Sasa hivi 300 na kitu. Na wakati huo tu seminari ilikuwa Kipalapala, Segerea, Kibosho, Mtungamo na Peramiho. Sasa na Mwenda Kulima ipo. Yaani seminari sasa zimejaa. Na imeanzishwa mpaka imewekwa na yenyewe, sio philosophy na teolojia. Kwa hiyo hayo ndio ningeweza kusema, lakini mwisho kabisa sio kwa umuhimu, labda kwa uchache. Tunamshukuru Mungu. Kuna mambo mengi yanaendelea sasa hizi kuikarabati seminari. Kwa hiyo kimwili sasa seminari nayo inaendelea kuimarishwa, inapiaishwa kwa sababu ya matendo yaliyofanya kama kumbukumbu ya miaka 100. Lakini pia kitaaluma kuna mafundisho yanaendelea kitaaluma. Nadhani leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 16. Nimeona kwenye mtandao tayari itoka imeshapita. 13, 14 kulikuwa na symposium. Yaani kuna hii midahalo. Ndio inafanyika leo. Basi kuna midahalo inaendelea. Pia ili mwaka huu yale maadhimisho iwe kweli ni kumbukumbu ya kweli, kiakili. Kwanza tuanze kiimani, kiakili, kimuundo na kimfumo kwa maana ya majengo, kwa sura, basi ibaki kumbukumbu. Kumbe haya yote yanafanyika na tunashukuru kwa michango ya watu, maaskofu, makardinali sasa, maaskofu, mapadre, watawa na walei, na hasa wale waliosoma seminari na watu mbalimbali wenye mapenzi mema wanaendelea kuchangia. Kwa hiyo hayo ndio ningesema kwamba tunamshukuru Mungu, yote naona yanafanyika. Na katika malezi basi tuendelee ili kusudi, kwa sababu bado kanisa linahitaji kuendelea kufanya kazi yake ambayo Yesu alilidhamini. Tulisema liliamini. Inasema Injili ya Mathayo sura ya 28 ya 18 hadi 20 inasema, nendeni ulimwenguni pote mkawafanya watu wote kwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi bado inapaswa kuendelea. Ulimwengu wote bado watu hawajapata kusikia habari njema. Kwa hiyo ningeweza kusema hivyo kwa kifupi. Umezungumzia pia kuhusu utandawazi. Je, unafikiria ni kwamba umekuwa ni chanzo kibaya au ni unatuletea labda pengine hasara zaidi katika uinjilishaji?
tunapouangalia utandawazi na ukuaji wa teknolojia. Maana umezungumzia pia kuona nao wapokea pia seminarini kule, asilimia kubwa wametoka katika ulimwengu huo ambao umegubikwa na utandawazi na ukuaji wa teknolojia. Je, kwa upande wako unahisi kwamba inazidi kutufanya tuchochee huu uinjilishaji au inazidi kutuzoofisha? Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Lakini niseme jambo la kwanza kabisa, utandawazi kwa wenyewe sio kitu kibaya. Hili ndio jambo la kwanza ningependa kusema. Lakini la pili, na hii naisema kulingana na mafundisho ya Padre Amigu. Nisoma kitabu kimoja cha Mheshimiwa Padre Amigu, Titus Amigu. Ndio. Nadhani kinazungumzia juu ya familia na utandawazi au kitu fulani. Lakini kwa kifupi yeye anaeleza athari za utandawazi katika familia za sasa. Yeye anasema hivi, utandawazi umekuja ikiwa ni kitu chenye mambo chanya na ililenga kwa mambo chanya. Tunajua utandawazi unatusaidia kwamba watu tunaweza kuwasiliana kwa namna ya urahisi na kufikika kwa urahisi, kwa ukaribu, kwa unafuu, kwa haraka, papo kwa papo na kwa muda mfupi. Ni kati ya mengi utandawazi. Kwa hiyo utandawazi wenyewe umekuja ukiwa na mambo mema na kwa lengo jema, lakini kwa upande mwingine pia karibu katika maisha tunaona vitu vingi kama sio vyote. Kuna kitu kina upande mmoja lakini pia kina upande mwingine. Sasa utandawazi una upande mwingine ambao una mambo ambayo ni hasi. Sasa Padre Amigu, Mheshimiwa Padre Amigu anatoa mawazo yake pale kwamba utandawazi umekuja ukiwa na mambo mema lakini mambo hasi. Ila bahati mbaya Waafrika walio wengi, na hasa nazungumzia katika familia zetu, tumejikuta katika malezi yetu tukikumbatia mambo yaliyo hasi kuliko chanya. Kumbe kwa kifupi nasema tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utandawazi. Mungu kutusaidia kuweza kuona utandawazi na kuutumia. Basi niendelee kutia moyo kwamba basi tuutumie vizuri. Unaona kama sasa tunafanya matangazo haya, yatakuwa wazi, yatatanda wazi ulimwengu mzima. Ndio utandawazi yatatanda wazi kabisa kila mahali ulimwengu mzima kama inawezekana. Ndio. Sasa yoyote, kuna kitu ambacho mtu anaweza kusikia kama anaona kinamgusa, kinaweza kuwa msaada kwake, basi amepata uinjilishaji. Na ndio tunaona kazi kubwa pia mnaofanya nyinyi waandishi wa habari na utangazaji. Watu wanasikia kupitia, unaona, Jugo Media. Kuna Radio Maria, kuna TV Tumaini. Na sijui mitandao mbalimbali, radio na television. Basi watu wanaweza kusikia kiwa anafanya shughuli zake tu. Mtu anasikia neno la Mungu linamgusa na basi anajisha. Kwa hiyo tunahitaji utandawazi. Ndio utandawazi ni kitu kibaya. Ila basi tujitahidi kuendelea kusaidia, kuwahimiza watu na kufundisha na kuelekeza watu, tujikite katika yale mambo chanya ya utandawazi. Kwa sababu nimekuwa nikiyatumia sana. Walitunga wimbo huo kwamba alikuwa anatuasa, anasema tukae katika mambo tuliofundishwa na kuhakikishwa. Kwa labda mimi nibaki katika hilo hilo. Kwa hiyo kumbe kwa kweli hata katika zama hizi za utandawazi, kwa ajili ya malezi ya upade na utawa, kwa ajili ya walelewa wa upade na utawa, wao wenyewe na sisi tunawasaidia, ningeshauri tudumu, tukae katika hayo malezi tuliofundishwa na kuhakikishwa. Kwa maneno mengine, tudumu katika misingi ya maisha yetu. Yaani kama mimi nimeitwa kuwa padre, napenda kuwa padre na niko katika malezi ya kipadre, vile vile katika malezi ya utawa niendelee, ni wazi huko seminarini na katika nyumba za malezi ya kitawa, yale yanayoendelea kufundishwa mpaka sasa ni yale yote ambayo ndio msingi wa maisha haya. Basi tusiache ya msingi. Mimi ndio ungekuwa ushauri wangu, tusiache kabisa. Tusiache. Huo ndio, tukifanya hivyo basi tutajikuta basi tunabaki katika malengo ya msingi. Na msingi ni yapi? Ni mengi, lakini ya msingi tusiache kwa sababu ya utandawazi. Tunashukuru sana kwa ushauri huo. Ndio. Hebu turudi tuondoke sasa katika hali na hadhi hii ya kipadri. Tuje katika ile hali ya uteuzi ambao tunaisikia toka kwa Baba Mtakatifu. Japo tunamwombea naye, tunafahamu kwa sasa yupo anaumwa na tunazidi kumwombea afya yake imarike. Lakini mama kanisa haachi majukumu ya kanisa kufanyika kokote ulimwenguni. Tunasikia na wewe uteuzi wako
kinapatikana hapo. Pengine sisi tumesikia katika mwezi huu wa 3 lakini pengine kwako lilikuwa ni jambo ambalo linakutesa muda mrefu na unalitafakari katika kuona je, naweza kulipokea? Taarifa hii kwako wewe ilifika kwa namna gani? Mtangazaji, umeulizwa swali zuri sana. Sana. Kwa kweli nimesema kwa mara ya kwanza kabisa tarehe 26 mwezi wa 3 nilipotangazwa katika kanisa kuu na Baba Mwadhama kwa niaba Baba Mtakatifu. Sababu yeye ndio mtu ambaye amepewa jukumu hilo la kuambia kanisa jimboni Tabora. Niliwaambia nimepokea jukumu hili kwa hofu na tetemeko. Niseme ukweli kutoka moyoni. Mimi sikuwahi kuota kuwa askofu. Sikuwahi kufikiria kuwa askofu. Na nimekuambia, samahani, sisi tunataka kutumia lugha ya ukali. Nimesema hapo awali, ndugu mtangazaji. Hata upadri wenyewe niliona kwamba nimepata upendeleo. Kwa upadri tu, niliona upendeleo. Sasa yanakuja na haya tena. Nilishituka, na kama unavyosema ni kweli. Nimepata shida ya kupata usingizi kwa siku kadhaa. Ndio. Najiuliza kwa nini mimi? Ni maajabu. Ni muujiza. Lakini vile vile naposema hofu na tetemeko, nikionja hiyo hali ya kutokustahili. Na mimi ningefikiri kwamba basi nafasi hii labda mambo haya yangewakuta wengine. Kwa nini mimi? Na umenikumbusha kitu kizuri. Mimi nilipopadrishwa kule nyumbani Kaliua. Sasa samahani kama sio kama narudi nyuma, ila naoanisha. Hakuna shida. Naoanisha. Mwenyekiti wa parokia kwa niaba, wakati wa hotuba, kwa niaba ya Wakristo walichanga fedha, michango, wakawa wamenipatia usafi. Sasa wakati ule unajua sasa hivi vitu vinafanyika kulingana na wakati na uwezo na sasa hivi Kaliua ni wilaya, wakati ule ilikuwa ni tarafa na kipato basi kimeongezeka kwa sasa. Kwa hiyo wakati huo walijipinda, wakawa wamenisaidia usafiri wa pikipiki. Nayo mpaka sasa. Pikipiki kubwa na nzuri nilikuwa naipenda. CC 150. Kubwa na nzuri. Na injini yake nzuri sana, aina ya Timek, nadhani kama sio ya Kichina ya Kijapani. Nilipenda sana pikipiki. Basi walinisaidia. Nilistaajabu na nilipokea kwa shukrani. Sasa kwenye ile hotuba yake alikuwa kama anasikitika. Anasema samahani, utajiuliza kwa sababu mimi nilikuwa padri wa pili katika parokia ile. Maana padri wa kwanza amepadishwa miaka 20 iliyopita, nikafuata mimi. Nilikuwa mzazi wa mpango kweli kweli. Miaka 20 baadaye ndio napadishwa. Kwa hiyo mwenyekiti alikuwa anasikitika baada ya kujipinda na nini, imenunuliwa pikipiki. Sasa anasikitika, anasema bila shaka utajisikia vibaya kwamba sasa tumekutafutia pikipiki, tungepaswa tukutafutie gari na nini. Yaani nilistaajabu. Katika hotuba yangu mimi nilipokuja kujibu ile, nikasema jamani, hiki kitu kimefanya kitu kikubwa. Tena nawashukuru mno. Sikukitarajia, ni kitu kikubwa. Na nadhani nilisema katika hotuba kitu kama nilisema, sasa pikipiki siweza kufika hata Dar es Salaam, pikipiki nzuri namna hii nzuri. Tabora Dar es Salaam. Dar es Salaam. Nikaona kitu cha kujivunia. Na unaona ni padri kijana. Na pikipiki yenyewe ndefu, hata kwenye mabonde ina springu na nesa vizuri. Kwa hiyo niwaambia na washukuru. Lakini sikuishia hapo. Katika hotuba yangu mimi katika maisha yangu kabla hapo nyuma niliwahi kuangalia mkanda wa Papa Yohane wa 23 walipokuwa wanachaguliwa. Akiwa alipochaguliwa kwa Baba Mtakatifu. Sasa kwenye ule mkanda wanaanza kuonyesha historia hata alipokuwa mdogo. Yeye alikuwa anatoka familia maskini kama mimi. Na inaonekana aliyemsaidia ada na nini mambo madogo madogo ni mjomba wake. Unaona kwa namna fulani kama tulifanana. Hata mimi nilisaidiwa. Ndio. Sasa kakiwa kadogo kalikuwa kanaulizwa na mama yake, what are you going to be? Wewe utakuwa nani? Kalikuwa kanasema a poor country priest. Tunaweza kuitafsiri hiyo kwamba mimi ni padri maskini. Ndio. Kwa hiyo na mimi yalinijia yale mawazo mara moja. Alipokuwa nasema ya mwenyekiti, ilipofikia wakati wangu sasa mimi kusema neno. Nikasema mimi natamani ningependa kuwa na kubaki padri maskini. Sasa naposema padri maskini katika ujumla wake, padri wa kawaida, naishi maisha ya kawaida. Nifanye utume wa mtu wa kawaida. Niishi mahali pa kawaida. Nifanye utume wangu
fanya utume kwenda huko Vigangoni, na batiza watu, nafundisha na hiyo ni kitu kinachonitosha sana. Au mahali fulani kama sio Zaburi, ni katika maandiko anasema sikuwa mtu niliyefikiri kwamba ningeweza kujishughulisha na mambo makubwa yanayozidi uwezo wangu. Haya makubwa, samani kwa kusema hivyo, nayaona hivyo. Ni kama yamenivamia. Yamenivamia katika majukumu yangu ya kawaida na ya madogo ya maisha ambayo nilikuwa nimeridhika na kutosheka. Samahani kwa kusema hivyo, kama nitakuwa nimekukwaza ndugu mtangazaji au msikilizaji yoyote, walau silengi kumkwaza yoyote, lakini basi nasema kilichoko moyoni. Naomba kusema hivyo. Na pengine taarifa hizo wewe zilikukuta ikiwa wapi? Maana sisi ndio tumepewa taarifa, tunafahamu mpaka sisi tunapewa taarifa ile, wewe tayari maandalizi yako yalikuwa yameshaka sawa na ulishatoa jibu, ndio maana sisi tukaambiwa fulani ameteuliwa, maana yake ulishajibu kwamba niko mimi hapa, nitume mimi bwana. Ndio. Pengine wewe wakati mara ya kwanza unapokea taarifa ile ilikukuta wapi? Yaani sasa sawa, tumezoea unapigiwa simu labda na katibu wa jimbo, unapigiwa simu labda pengine na paroko fulani, kuna shida huku, lakini simu ya Italia ilifikaje kwako? Asante sana. Bahati nzuri kumbe mnayajua mambo haya. Ndio. Basi mimi nilipata simu nikiwa chumbani. Tena simu hii imekuja kwa shida, kwa kunikosa. Imeanza kupigwa simu tangu saa 2:30. Simu imepigwa mara 3. Yaani siku hiyo ni ajabu kwamba nilikuwa mjini, nimeenda nyumbani, simu haina charge, nilikuwa nimeichaji kuanzia mida ya saa 12 na sikuigusa. Sasa muda wa saa za usiku kaisha, muda wa chakula cha usiku kaisha, nikaenda nikalala. Kumbe simu zinaanza kupiga tangu saa 2:30. Kwenye saa 5 ndio mimi nasema nimeenda kujilaza kitandani. Sawa, nimejilaza lakini sijapata usingizi. Lakini niangalie hii simu. Niangalie tu simu kwamba kunaweza kuwa na mtu alinitafuta au namna gani, kwamba tangu muda wote sijaishika. Kuifungua ndio nakuta nimetafutwa mara 3. Sijapatikana, imeandikwa message. Sijajibu, ikatafuta na mara 3, mara 7 natafutwa. Na hiyo ni mida sasa ya kwenye saa 5 siku. Natafutwa. Sijaambiwa ninachotafutiwa, ila nimeambiwa niende mahali fulani. Kuna mtu anahitaji kuzungumza nami. Basi ndio nikaenda mahala hapo. Na nikawa nimeambiwa kwa mara ya kwanza. Na yule aliyeniambia alianzia mbali. Mimi nilijua tu nimeenda kuulizwa mambo ya kawaida kwa sababu labda ya majukumu mbalimbali ambayo ninayo. Kuna ushauri unahitajika kutoka kwangu. Ndicho nilichojua. Pale jimboni. Hapana, sio jimboni. Naomba hapa sasa nitunze. Si jimboni, ni mahali pengine. Nikaanza kuambiwa mazingira hayo na nini. Na mimi kweli naunga mkono, nasema ni kweli, nakiri. Kumbe kisaikolojia niliandaliwa vizuri sana. Kumbe nimelengwa. Mwisho naishia ni kwa sababu hiyo Baba Mtakatifu amekuchagua wewe askofu msaidizi. Sasa wajimbo kula Tabora. Hivi kumbe ndio tulikuwa tunaelekea. Moyoni najiuliza. Huyo mtu aliyeniambia nilikuwa namtazama, baadaye nikageuza shingo mahali pengine. Kwa mshituko, kwa kustaajabia, na moyoni nasema mambo gani tena haya? Sasa nianza kutoa mawazo yangu, nasema hapana. Mimi jambo hili ninadhani watu wengine wangeweza kufanya kazi hii. Sasa nikasema hapana. Baba Mtakatifu amekuchagua wewe. Tena huyo mtu aliona ni kama vile napata shida kidogo. Kumbe mahali hapo ambapo nilikuwa tunafanya mazungumzo kuna picha kubwa Baba Mtakatifu. Na mahali nilipokuwa ni ajabu ndio tunaangaliana naye. Akasema ni huyo, vipi unafikiria kumkatalia? Kama unaweza basi unaweza kumkatalia. Lakini kumbuka Baba Mtakatifu amekuchagua wewe, la kwanza. Lakini la pili, haya majukumu ndivyo yalivyo. Na huyu mtu akaanza kunipa pia uzoefu wake na nini. Ni Mungu mwenyewe anataka. Basi nikapewa muda wa kufikiria, nikaanza kufikiria, napata shida. Sina cha kujibu wakati huo. Lakini mwisho
Nikarejea kulingana na haya maelezo yanayosema, nadhani nina sababu ya kukubali. Akili yangu ikaniambia na sababu ya kukubali. Kwa shida. Kaniambia unasemaje? Nikasema basi mimi nakubali. Na ndio maana nani yangu itakapotoka ile nembo, kuna jina la kitabu naita, mimi naomba niseme kienyeji, nembo ya waskofu, nimechagua maneno haya: mapenzi yako yatimizwe. Kwa sababu kwa mara ya kwanza nilipopata habari hizi, nilipata hisia za Yesu yule yule muasisi wa kanisa na ambaye tunaamini kwamba ndio anayaweka haya, anayafanya haya. Nilimuona akiwa Getsemani. Yesu alipokuwa Getsemani, karibu na mimi niliona picha haya yote, ninavyoona uzito kuyabeba. Karibu niona Yesu alipokuwa anaona ule mkanda wa yale yote katika kukomboa ulimwengu. Bado kidogo useme kikombe hichi kiniepuke. Hivyo hivyo. Maneno gani yaliyotangulia? Yesu alisema, nadhani kama mara 2 au mara 3. Baba, ikiwezekana kikombe kiniepuke. Baba, ikiwezekana kikombe. Lakini ikiwa haiwezekani, mapenzi yako yatimizwe. Kwa mimi nimechukua maneno haya, mapenzi yako yatimizwe. Ndio nembo itakayoniongoza katika utume wangu. Kwamba mapenzi yako yatimizwe. Kwa sababu ndio uzoefu niliopata kwa mara ya kwanza katika jambo hili. Kwamba nachokiona kama ni wewe mwenyewe na ndivyo ninavyoamini, unayataka haya, najikabidhi mikononi mwako. Kwa hiyo nataka kusema nimeyapokea mwisho wa yote nikijikabidhi kwa Mungu. Aniongoze na atende yeye kupitia mimi kiumbe dhaifu. Katika unyonge wangu na udhaifu wangu, basi atende kazi. Na napenda maneno pia ya Mtume Petro. Au Yesu mwenyewe anakuambia Petro, utapepetwa sijui kama nini, lakini utakapokuwa imara kama ngano. Kama ngano. Utapepetwa kama ngano, na utakapokuwa imara uwasaidie ndugu zako. Kwa hiyo na mimi nayachukua maneno hayo, ninamuomba Mungu kwamba aendelee kuniimarisha ili nitakapokuwa imara niendelee kuimarishana na ndugu zangu. Jingine tu la kuongezea, nilizungumza hapa nyuma nikasema sasa tunakamilisha ukamilifu wa madaraja ya shemasi, upadre. Sasa wewe unapata lile la 3, uaskofu. Lakini katika jimbo kuu la Tabora tumeliona pia ni jimbo ambalo limekuwa pia na maaskofu tofauti tofauti. Ndio. Lakini jimbo ambalo limebahatika pia kupata mwadhama kwa kipindi hiki. Pengine labda nikupe nafasi, kwa sababu wazee wetu umekaa nao pia muda mrefu, wamekuwa katika malezi na wewe pia umekuwa katika ushirikiano wa kusaidia jimbo. Walau uzungumzie lolote kuhusiana na wao. Nikianza na babu yangu mpendwa kabisa, askofu mkuu mstaafu Ruzoka. Paul Ruzoka, lakini pia tutamzungumzia pia upande mwingine mwadhama Protas Rugambwa. Una nini la kusema kwa mababa hawa? Ambapo wewe unaenda sasa kusaidia pia katika jimbo hilo. Ndio. Mhashamu askofu mkuu mstaafu Paul Ruzoka namfahamu. Amenikuta nikiwa frateli, na ndiye aliyenipa ushemasi na upadri, na ndiye aliyenituma katika majukumu haya mbalimbali, na hata kunisaidia kunipeleka masomoni. Basi ni kweli hayo tunasema ni roho wa Mungu, lakini mwisho wa yote hatuna sababu, hatuwezi pia kukwepa hilo, kumshukuru huyo ambao Mungu amemtumia. Mimi namshukuru sana pia baba Ruzoka. Nataka kusema ni baba mwema, mvumilivu, mstahimilivu, na baba mwema anayependa na kuhurumia watu, ana moyo wa kibaba. Nitasema kama nilivyosema, niseme kwa kifupi, kati ya mambo ambayo hata sisi mapadi wote tunazungumza, karibu wote, natumaini wote, kama sio wengi, wote natumaini kama sio wengi, kama kuna kitu ambacho labda tumejifunza kwa baba Ruzoka, wakati mingi tutazungumza, baba mwenye huruma sana. Jimboni kwetu mtu yote, padi yote anawapenda mapadi wote, na mapadi wake anawapenda watawa, anawapenda wasimamizi, hata waumini. Akisikia mtu yote ana shida ya afya au ana shida gani, mkamuone huyo, fuatilieni. Na ndio maana karibu mapadi hata wote, karibu wote ambao wamepata shida kubwa ya afya, wote wametibiwa nje ya nchi kwa gharama yoyote, hata kama ingelazimu kufilisika kwa jimbo, kwa gharama kubwa. Lakini vile vile ni mvumilivu hata kwa waseminaristi. Mahali ambapo ilionekana kwamba mseminaristi huyu mambo labda hayaendi, alikuwa anasema tumtafutie chuo mahali fulani, tafuteni mahali, au yeye mwenyewe anatafuta ili apate mahali pa kwenda kuanzia. Kwa sababu wazo ni kama vile amechukua muda wake. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo ni kati ya mengi kwa kweli ninayosema. Kwa hiyo nataka kusema tu kwa kifupi, nifupishe kwa kusema ana moyo wa kibaba. Ni baba kabisa.
Namshukuru na bila shaka na wanajimbo wote wa Tabora katika nafasi hizi tatu za kanisa, za wanachama wa kanisa, wa Kilelo, wa wakfu na walei. Tunamshukuru hata kwa kazi kubwa aliyoifanya, kazi za maendeleo. Huwezi kusema kazi za maendeleo pia ya kiroho na ya kimwili, na kuandaa basi rasilimali watu, mapadri, watawa na hata walei kuwatumia vizuri. Basi niishie hapo kwa Baba Lusoka. Na kwa Baba Mwadhama Protas Rugambwa. Baba Mwadhama amefika mwaka jana tu, lakini hata kabla yake habari zake zimesikika na zinafahamika. Huko jimboni kwake katika hatua aliyopitia kama padri, na baadaye akaenda akafanya kazi Roma kama padri, akaja kwa askofu Kigoma miaka 4, akaenda tena Roma. Basi naye ana moyo wa kibaba. Ni mchapakazi, ni mtu mahiri na anapenda watu. Mimi hata sasa hivi mwenyewe kwanza nimeonja. Mimi kwanza unaona ni mambo mengi yanatia hofu. Sema kufanya kazi na mtu mkubwa kama huyo mimi tu. Lakini nimeona jinsi alivyonipokea, si tu kama mtoto wake au mdogo wake, lakini zaidi sana kama rafiki, kama mtendakazi mwenzake. Nimeweza kuiona hii mapema. Nimeona jinsi tulivyokaa naye, alipokuwa ananiambia mikakati tutafanya hivi, anacheka, amefurahi kweli. Ananiambia mipango tutafanya hivi, tutafanya hivi. Yaani ameniondolea ile hofu kabisa. Na hata kanisani nimekumbuka niliposema kwamba nimepokea jukumu ili kwa jukumu tangazo na hata majukumu yake hayo kwa hofu na tetemeko. Mezani tulipoenda anasema usiogope bwana, sisi tunakutisha. Kwa hiyo sio kwamba anatisha. Ndio. Ukimwangalia mrefu na nini, lakini sio kwamba anatisha hivyo kwa urefu wake. Basi tungeweza kusema anatisha kwa wema. Nataka tu kusema kwamba ni baba mwema, ana moyo wa kibaba, ni mchapakazi, ni mtu mwenye mpango, na ni mtu mwenye dira, ila pia ni mtu anayependa utaratibu. Nisema kwa kifupi. Nafurahi sana kufanya kazi sijui niseme kuwa mikononi au mabegani au pembeni mwa baba huyu, kuwa pamoja naye na natumaini tutafanya kazi vizuri. Na mimi kwa mara ya kwanza tulipoongea naye baada ya kupata habari hizi, nilimwambia baba, mimi nitajiweka mikononi mwako kabisa, unifundishe kazi. Sababu mimi sina uzoefu wa shughuli za kiaskofu. Ndio. Kwa hiyo atakuwa msaada mkubwa sana kwangu. Lakini nishakuwa vika. Nilikuwa vika, lakini sio vika general, vika for religious. Kwa hilo sijui, inawezekana hata haya pia yamechangia, samahani kusema hivyo. Sijui sasa, kwa sababu kusema ule ukweli kwa maisha wako wakfu, ninaweza kusema na uzoefu kwa kiasi, kwa sababu nimefanya kazi miaka 6 kama kiongozi wa kiroho wa shirika zima. Maana yake naweza kuzungumza na yoyote muhitaji katika shirika. Kwa shirika zima, lakini zaidi sana katika malezi. Nilikuwa nikifanya vipindi kwa masista wanaojiandaa kuweka nadhiri za mwanzo na nadhiri za daima. Mashirika mabinti wa Maria kama spiritual director na chaplain, huduma zote zinaendana. Nimefanya kwao. La kwanza. Lakini sasa ndio vicar for religious katika jimbo kuu la Tabora kwa watawa wa kike na wa kiume. Wawekwa wakfu wa kike na wa kiume. Kwa hiyo nilikuwa vicar na mwakilishi wa baba askofu katika shughuli hizo. Lakini kwa hiyo naweza kusema nina uzoefu juu ya maisha ya watawa ambao kwa vyote pia tunafanya nao kazi katika kuinjilisha. Lakini pia nimekaa pia kwenye nyumba ya malezi ya walelewa wa upadre na walelewa wa utawa. Kumbe basi ninaweza kusema katika maeneo hayo, kama nitakapotekeleza majukumu hayo yanayoendana na mazingira hayo, hakutakuwa na ugumu sana ninachofikiria, kwa sababu nimekuwepo huko. Naweza kusema hivyo. Jimbo kuu la Tabora baba, natumai sasa liko katika shamra, katika shangwe, katika furaha, ambayo furaha hiyo ni ya maandalizi. Ambayo ni maandalizi ya siku ambayo tutashuhudia sasa yale ambayo yalisemwa na kuteuliwa na baba mtakatifu yanakamilika katika adhimisho la misa, ukiwekwa wakfu ya kuwa sasa askofu wa jimbo, askofu msaidizi wa jimbo kuu la Tabora. Pengine waweza kutuambia hata kidogo na sisi tupate kamwaliko ili ikifika hizo tarehe na Jugo Media nao tufungashe hivi kamera vetu mbio jimbo kula Tabora. Asante sana. Basi hapo kuna mambo mawili. Kwanza kuna kusema tarehe, lakini la pili mwaliko. Kwa hiyo la kwanza huwa mmoja anapotangazwa basi inaonekana baraza la maaskofu pia litahusika bila shaka kushirikiana na askofu jimbo. Ndio.
kuona kupanga tarehe, na sijui ni wakati huo au baadaye, basi bila kata Vatican kutakuwa na taarifa kwamba huyu mtu pia atasimikwa tarehe. Wanajua namna, na mimi ni mgeni katika mambo haya. Ila basi nilipokuwa naongea na baba mwadhama, alisema tusubiri baraza la maaskofu lazima wataandika barua rasmi ya tarehe. Kwa hiyo barua hiyo tayari zimeshatoka kwenye mitandao. Walau kwa njia iliyo rasmi. Kwa sisi wawili kwa maana ya kwamba Mhashamu Askofu Romanus, askofu mteule wa Jimbo Katoliki la Iringa, amepangiwa tarehe 27 mwezi wa 4. Alafu mimi nimepangiwa tarehe 25 mwezi wa 5. Kumbe hiyo ndio tarehe rasmi. Kumbe habari nyingine, huyu mwenzetu wa 3 ambaye yeye kwa kweli tayari ni askofu jimbo jipya, yeye kwa kweli hadarajishwi, bali anakabidhiwa jimbo au sio, anasema kwa sababu tayari yeye ni askofu. Ndio nadhani tarehe rasmi tutapata, bado watasikia. Lakini basi sisi wawili tayari tumeshapangiwa. Mimi ni tarehe 25 mwezi wa 5, na la pili basi ndio nichukue nafasi hii kualika. Kwanza nawashukuru sana kwa huduma hii. Asante sana. Nawashukuru sana kwa mahojiano haya, maswali haya mazuri. Lakini basi naomba kabisa kwa moyo ulio radhi kabisa kualikeni katika siku hiyo kwa ajili ya shughuli hiyo, tusali pamoja, tuyapokee haya ya Mungu kwa pamoja kwa moyo wa shukrani. Mnisaidie nanyi kujikabidhi kwa Mungu na kutakiana matashi mema, na vile vile na kwa huduma hii njema mnayofanya. Basi mimi binafsi nawaalika na nawakaribisha sana. Sisi tunashukuru sana, na kama vile wewe umesema unatembea na wanaweza kama wanaita kama kauli mbiu kwamba umeamua katika uaskofu huu useme mapenzi yako yatimizwe. Lakini na sisi huku Jugo Media na inapatikana kama sitakuwa nimekosea, ni Injili ya Mathayo sura ya 26:42. Injili ya Mathayo sura ya 26:42. Ndio, lakini sisi huku Jugo Media tunasema Jugo Media, Injili kiganjani mwako. Hicho ndo tunachofanya. Kwa sisi utandawazi ule wote unaouona tumeuweka katika kiganja na kuhakikisha kwamba huko kiganjani unapata burudani na unapata elimu na imani zaidi na Injili kwa upana zaidi. Kwa tutakuwa rasmi nasi pale Jimbo Kuu la Tabora ifikapo hiyo tarehe 25 kuhakikisha watu waliokuwa mbali na hapo, na hata wewe uliokuwa pale ukitoka pale, yani ukishatoka pale katika ile hali tofauti kidogo, baadaye ukipata uwepo wa kutulia, wewe ingia tu kiganjani mwako Jugo Media, unaona yote ambao walikuwa wanaendelea wakati ule ambao walikuwa uelewi, sisi tulikuwa tunahifadhi. Basi tunashukuru sana kwa huduma hii ya sasa, na natanguliza shukrani kwa huduma hiyo ambayo. Amina baba, hapana shida kabisa. Mwisho kabisa tuangazie sehemu nyingine ambayo kidogo hii inatushirikisha sisi pia na jamii. Na moja umeshanitajia kiungo mkabaji mzuri sana. Huku nyuma kuna namba inayotusumbua 2 3 4 5. Sawa. Japo zamani nasema ulijitaka kujikuta Messi. Nataka kucheza namba za mbele. Ndio. Pengine ni vipaji vipi au karama binafsi unaona pengine watu muda mwingine wanaweza kukuambia, lakini katika tafakari zako binafsi unaona kabisa kwamba mimi kipaji hichi mbona kama ninacho hivi? Ndio. Tushirikishe hata hivyo kidogo. Ni swali zuri lakini pia gumu. Swali gumu. Ndio. Mimi nasema gumu kwamba kusema kwamba moja kwa moja kama mimi naona vipaji hivi inawezekana, naweza nikagusia. Vinaweza vikashomoza kama zile ndoto zile tatu. Ni kweli. Nasema hivi kwa sababu katika elimu ya saikolojia kuna kitu kinachoitwa, kama nikitafsiri, inaitwa dirisha la johari. Kama nitakuwa nimtafsiri sasa, lakini kwa kilugha ya kitaalamu wanaita johari window. Hao wataalamu wawili wa saikolojia wa Marekani walitengeneza kitu fulani, wanasema katika nafsi ya mtu kuna sehemu 4. Sehemu ya kwanza anajijua mwenyewe. Sehemu ya pili hajijui, wanajua wengine. Sehemu ya 3 yeye na wengine wanajua. Sehemu ya 4 Mungu peke yake. Kwa hiyo ya kwanza yeye, ya pili wengine, ya 3 yeye na wengine, ya 4 Mungu peke yake. Kwa hiyo wakati mwingine mimi kuona kabisa kwamba na kitu hiki najiona katika mazingira mafinyu sana. Na wala sifikiri kwamba hata haya makubwa kama yametokea ni kwa sababu ya utajiri wa nafsi ilionao, ila basi ni kwa sababu ya huruma ya Mungu na mipango yake ambayo hata mimi sifahamu.
Sijui kama nitakuwa nimeeleweka kwanza hivyo. Nataka tu kusema hivi. Mimi kama ni kipaji, unaweza kusikia mara kadhaa hiki kinasemwa, ila mimi kwa vile ambavyo nimesikia kwa wazi vinasemwa. Mimi napenda kuimba. Wow. Ni muimbaji, ila sijui muziki. Lakini unachomaanisha ni kwamba unaimba. Unaposema hujui muziki maana yake tu ni kwamba zile notation ndio hicho ambacho unafikiri unamaanisha. Umesema vizuri. Mara kadhaa mahali ambapo nimejifunza wimbo fulani nimeuimba, watu waliamini kwamba najua muziki. Nikiwa Kiparapara nilijifunza nikakariri hii na ni hii. Siku ya Jumamosi huwa tunapiga mbiu. Ndio mbio ya Pasaka. Na bahati nzuri nilipokuwa shemasi nikiwa seminari ya Itaga, nikapangiwa mimi ndio nikae wiki kuu pale jimboni uaskofuni. Wanakimbiaga mashemasi. Hilo wiki mashemasi wote wanaliogopa. Wanakimbia mashemasi. Wote waliamini kwamba mimi najua muziki. Maana nilikalili nafuata ile nani yake, nikipiga mpaka mwisho. Sema najua muziki sana. Sijui. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu basi ni mwimbaji. Hilo nalifahamu. Alafu jingine ndio ile umesema kweli ni mchezaji na napenda sana michezo. Mpira na mpaka sasa nacheza. Hapa nipo kwenye kituo cha malezi cha Kijichi. Ndio. Kwa ndugu yangu na rafiki yangu mpendwa sana. Ndio. Mheshimiwa Padre Dennis Ngumba. Ambaye pia tumetengeneza urafiki huu Kibosho Seminari, tumesoma naye shule seminari moja. Mimi nilikuwa darasa moja mbele. Lakini tumefahamiana katika michezo, mpira. Tulikuwa tutumia shule. Kwa hiyo michezo. Kwa hiyo mimi napenda sana mpira. Napenda sana mpira na nacheza mpira la kwanza. Kwa hiyo labda la mwisho katika hayo nimesema kuimba, mpira. Ila sasa unaposema kipaji, sio na maana ya hobby pia. Kwa kweli napenda pia kusoma. Napenda kusoma vitabu, kusoma gazeti, kutafuta habari, kujifunza zaidi. Ninapenda. Sasa kwa kuwa umesema pia kijamii, kuna padri mmoja alikuja kunihoja seminari, anasema, "Father, kati ya mengi ambayo nimesikia habari zako, wanasema pia kwamba wewe ni mpole sana." Sio kama na hiki ni kipaji. Ila nadhani ni huruka ya mtu, labda ni tabia za mtu nadhani. Ila nikamwambia, ila mwalimu hao waliokuambia kwamba ni wapole, padri mwenzangu. Sijui kama kweli wamekufanulia vizuri. Mimi ni mpole lakini ni mkali. Sema katika mambo ya msingi mimi sitaki mchezo. Kwa hiyo basi labda naweza kusema kama ni tabia au karama. Karama ni hayo matatu. Lakini kuna hili linasemwa. Kwa hiyo mimi nimesema kwa mchanganyiko hivi kwa sababu ya ule msingi nilioanzia ile mambo manne. Mambo manne ambayo ni yanayosema kwamba kari ya ile dirisha la johari. Kwa hiyo nimeongeza na kwamba kuna mambo mengine wanayasema watu. Kwa kifupi niseme hivyo. Niseme hivyo. Sijui kama kuna mengine mimi sijui. Labda hayo matatu naweza. Sababu nimeyasikia watu wanasema wewe uko hivi. Sasa ambalo ulijui ni hili ambalo mimi nakufahamisha. Kwa kuwa umesema wewe ni mwimbaji, mimi nakufahamisha unawezekana ukawa ni mwimbaji mzuri. Na kwa kuwa wengine hawajui ila mimi najua, basi tutawathibitishia kwamba wewe ni mwimbaji mzuri. Mimi walau tunapomaliza kipindi hiki tusibaki wakavu, na waseminari ni watu ambao tunaimba, yani hata ukiwa kanisani liturujia mnaiendesha kwa uimbaji wenyewe. Kwa walau wimbo mmoja ambao pengine kwako unaona kwa haya yaliyotendeka nastahili kuimba wimbo huu. Tuimbe pamoja mimi na wewe. Yani maana ya wimbo wote yani, lakini ambao unaona kwamba nastahili kuimba kwa haya yaliyotendeka. Asante sana. Tunaweza tukaimba wimbo huu, ni wa zamani kidogo. Sijui kama watazamaji na watu wa kizazi hiki wanaweza kufahamu. Ni wazee wa zamani zaidi. Hebu tuone, labda mimi naweza nikawakomboa. Naweza nikawakomboa. Maria tusaidie kushukuru. Beti zake inakuwa ni ule wimbo wa Maria. Moyo wangu wamtukuza Bwana, moyo wangu wamshangilia Mungu Mwokozi wangu. Maria tusaidie kushukuru. Safi. Na mimi naomba mambo Bikira Maria nisaidie kushukuru kwa mema yote nayo yajua nisiyo yajua,
hasa yote ambayo yamefanyika kupitia mapenzi ya huyu mwanae mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Baba, nakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Tumeenda kwa mwendo na muda mrefu kidogo, lakini yote ni katika utukufu wa Mungu, kuwafanya wengine nao waweze kukufahamu wewe. Lakini sio tu kukufahamu wewe, wanapokufahamu wewe basi wanajua okay, kumbe kuhani na mchungaji wetu tunamfahamu na yeye anatufahamu sisi, basi atatuongoza vema. Kwa tunashukuru kwa kupata muda huu wa kuhojiana na wewe. Asante sana. Kwako mtazamaji wa Jugo Media Injili Kiganjani Mwako, ni kushukuru kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza hadi hapa ambapo tunafikia tamati wa kipindi hiki cha Wito Wangu. Niendelee kukusihi, endelea kutafakari wito wako, ili pale utapoisikia sauti ya Mungu kweli na kuonyesha pale ambapo unahitajika kuwa, usisite kufanya uamuzi huo. Na hapo ndipo tutapokuwa tumetimiza lile hitaji la mwisho la 4 ninalowakumbusha, achana na yale mengine matatu, ila lile la kuhakikisha tunafika kwake juu mbinguni tutalikamilisha kwa kutimiza haja ya mioyo yetu katika safari zetu za wito. Mungu na akubariki sana. Endelea kutazama Jugo Media. Mimi ni Daniel Anton Lingwentu, rubani wako wa uinjilishaji, lakini niko naye Alex Kiozia ambaye yeye alikuwa ni cameraman wetu, na hapa tupo na tunamaliza kipindi hiki katika mazingira ya nyumba ya malezi ya Mtakatifu Yosefu hapa Kijichi, inayoongozwa naye mkurugenzi wa miito Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Padre Dennis Ngumba. Yeye ndiye ambaye ametukaribisha katika mazingira haya. Baba, tunakushukuru, nikukaribishe utufungie kipindi chetu kwa sala. Asante sana, asante sana, asante. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Bwana awe nanyi, nawe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asanteni sana.